Karibu sana msikilizaji katika sehemu ya 6 ya simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la Kona ya Msalitiwa. Katika sehemu ya 5 tulikuwa tumeishia pale ambapo wanaume 10 wenye bunduki walianza kumshambulia Mabangi ambaye alikuwa ni kama mzimu kwa upande wao. Ila walishambulia hewa na muda huo mwanaume mmoja kati ya hao huku akionekana akiwa anaenda chini akiwa amepasuka kichwa kama vile nazi ilikuwa imepigwa na nyundo nzito. Hakuna aliyekuwa ameelewa kilichomkuta mwanaume huyo. Ghafla na mwanaume mwingine alikuwa amepitiwa kwa kasi na ya kimbunga. Kasi ile kuna zaidi hata upepo uliokuwa unavuma kwenye eneo hilo. Mwanaume huyo alionekana kudondoka akiwa kapasuka tumbo na vitu vya ndani kama utumbo, maini mpaka filigisi vilimwagika. Wanaume hao hofu ziliwazidi na walikuwa wameshindwa kuelewa wamshambulie wapi kwa sasa. Ni kama kasi ya Mabangi ilikuwa imeshinda uwezo wa macho yao. Na hayo matukio yalitawala ndani ya sekunde 5 pekee. Kipindi hawajui wafanye nini, mwanaume mwingine alikuwa amepitiwa na kuonekanika chini akiwa na tobo kifuani upande wa moyo na moyo haukuwepo. Awamu hii waliweza kumwona Mabangi amesimama hatua 5 kutoka kwenye mwili wa mwanaume huyo huku akiwa kashika moyo kwenye mkono wake wa kulia. Mabangi alitisha maana alikuwa kaloa damu kwenye mwili wake na sio damu zake, ni damu za hao waliowaua. Mikono yake ilikuwa imeloa damu mithili ya mtu aliyekuwa anayefua beseni lilikuwa limejaa maji yenye povu jingi sana ya sabuni ya unga. Jinsi mikono yake imeloa povu na kutilika ndivyo Mabangi alivyokuwa ameloa damu kwenye mikono yake na zilikuwa zinamiminika pia. Mabangi alikuwa anaua kikatili vibaya mno. Wanaume 3 kati ya 10 walikuwa wameshakufa ndani ya sekunde 8 pekee. Kilichoendelea msikilizaji, basi kako kutulia, tuko nayo hii katika sehemu ya 6 Kona ya Msalitiwa. Imeandikwa na S. Hussein Vumbi ikiwa imesimuliwa kwa uzuri kabisa na director Weni kutokea hapa Simulizi Max. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp 0677062012. Kwa WhatsApp unakuwa unapata simulizi zetu VIP zaidi. Unalipia unakuwa unapata simulizi zetu kwa haraka sana bila kusubiri. Tofauti na unakuwa unafuatilia kupitia YouTube. Lakini kama unafuatilia kupitia YouTube sio mbaya. Wewe bado ni Simulizi Max family. Hakikisha umesubscribe kuendelea kupata taarifa za ujio wa simulizi mpya na tamu kutoka hapa Simulizi Max. Tunaendelea na simulizi yetu. Jini Makata ilikuwa mbele ya wanaume ambao nao walihitaji kujitetea japo walikuwa wanatetemeka kama vile wako kwenye baridi kali sana. Ila nafasi hawakuipata. Ndani ya sekunde 30 wote 7 waliokuwa wamebaki kati ya wale 10 waliokuwa na bunduki zao walikuwa wamekufa kikatili sana. Miili yao ilikuwa imepasuliwa vibaya mno. Ila kasi aliyokuwa ameitumia Mabangi hakuna mtu aliyekuwa ameona zaidi ya kushuhudia tu maiti ambazo ungeweza kuzani kuna ajali mbali kumetokea, ila ni mtu mmoja tu kayafanya yote hayo tena kwa muda usiofika hata dakika moja. Ni sekunde kadhaa tu. Mabangi alionekanika akiwa karoa damu mwili mzima hadi usoni. Kama mtu hajamuona awali, inawezekana asimjue kama huyo ndiye Mabangi au Jaylen. Ravu aliweza kuivuta ile video kwa ukaribu kabisa na wakina Inyoni na wengine wote walikuwa wanaweza kumuona Mabangi kwa ukaribu na kumuona vizuri vile ambavyo alikuwa na tisha sana akiwa yupo kwenye hali ya ukatili, karoa damu na haikuonekanika hata chembe ya huruma usoni mwake. Hata mzee Inyoni mwenyewe alikuwa ameshangaa na kuingiwa na uoga fulani hivi. Hata rais na IGP na wakina Morgan nao pia waliogopa. Huko hali ya yeye ndo alikuwa anajiona ni mjinga. Ni wazi kabisa kama Mabangi alikuwa akiamua kumuua basi ni swala la nusu sekunde tu, na yeye ndo alikuwa anampania sana hali. Laula alikuwa ametulia akiwa kama haamini macho yake. Hakuwahi kabisa kushuhudia mtu anaua kikatili namna hiyo, tena bila silaha yote ile, ila anawapasua watu kama vile mbuzi kwenye machinjio ya Vingunguti. Mabangi alikuwa sasa anatazamana na wanaume 4 wenye miili mikubwa iliyokuwa imejengeka kimazoezi. Wanaume hao hawakuwa na hofu sana, walikuwa nahisi kama wale waliokufa walikuwa ni wazembe sana kuuawa na mtu kama Mabangi ambaye kwa mtazamo alikuwa ni wa kawaida tu. Japo mwili wake haukuwa wa kizembe, ni mwili shupavu wenye mazoezi kwa kiasi chake, ila hakuwa anatisha kabisa kwa kumtizama. Hata babake Johnson na baba Enoch na baba James nao pia matumaini yao yalibaki kwa wanaume hao 4, wanaume wa kazi. Wanaume hao kama wangelijua kitakachowatokea basi wangelikimbia mara moja, ila hawakujua kabisa. Mwanaume wa kwanza akuuliza alimwendelea Mabangi kwa kasi akiachia teke ambalo Mabangi hata hakulikwepa. Teke hilo likatua kwenye kifua cha Mabangi, ila Mabangi hata hakutikisika hakutikisika hata kidogo. Ilikuwa ni maajabu, ni sawasawa na sungura kumbeba tembo. Mwanaume huyu alikuwa na mwili mkubwa na teke lake lilikuwa ni wazi, lilikuwa ni zito. Lilikuwa linafaa kumtupa Mabangi mbali sana hata kumpasua kifua, ila ni kama mwanaume huyo mguu wake ulikuwa umekita kwenye ukuta wa zege. Mabangi hakutoa nafasi ya pili kwa mwanaume huyo. Mguu ambao ulikuwa umetoka kwenye kifua chake aliudaka na kukita ngumi nzito ya ugoko
mpaka ugoko huo kama umevunjika na mfupa ukatokezea nyuma ya mguu. Mwanaume huyo alipiga kelele kali sana za maumivu huku akiwa amesimamia mguu mmoja, anadunda kama kilema. Hakupewa nafasi ya kupiga kelele zaidi. Mabangi alimshika koo lake mwanaume huyo na kulivuta kwa nguvu, akaling'oa kikatili sana na kumfanya mwanaume ende chini akiwa kimya kabisa. Mwanaume mwingine naye alikuwa amemfikia Mabangi, ila Mabangi naye alikuwa ameshamuona mapema tu na kumpigia hesabu. Mwanaume huyo alipokelewa na ngumi 4 nzito za haraka ambazo zilitoa kwenye kifua chake na kumfanya agande kama sanamu. Kisha Mabangi alipeleka mikono yake yote miwili kwenye shingo ya mwanaume huyo, huku akitumia vidole vyake kushika mishipa ya shingo iliyokuwa imepatikana pembeni ya shingo upande wa kushoto na kulia. Alishika mishipa hiyo na kuivuta mpaka ikawa imetoka kwa nje na kukatika. Mwanaume huyo alidondoka chini huku damu nyingi zikimtoka kwenye mishipa hiyo na kutapatapa kama vile kuku aliyechinjwa na kuachiwa. Mwanaume mwingine alikuwa amemfikia naye Mabangi akiwa na kisu chake mkononi. Kisu ambacho alikuwa amekielekezea kwenye shingo ya Mabangi, la kasi yake ilikuwa ni ndogo sana kwa mtaalamu Mabangi. Mabangi aliudaka mkono wa mwanaume mwenye kisu kwa kasi na alimpora kisu hicho na kukizamisha kwenye mbavu za mwanaume huyo. Akakichomona kukizamisha kwenye shavu la upande wa kushoto la mwanaume huyo na kisu kikatokea hadi kwenye shavu la kulia. Alikivuta kisu hicho na kupasua mashavu ya mdomo na midomo kwa ujumla. Mabangi alimmalizia mwanaume huyo kwa kupitisha kisu kwenye shingo yake na kukata koo la mwanaume huyo vibaya sana. Mwanaume mmoja alikuwa amebaki, alikuwa ameingiwa na uoga baada ya kuona wenzake wamekufa kikatili vibaya mno, tena kwa sekunde kadhaa zisizidi 40. Hakupewa nafasi ya kutafakari. Mabangi alimfikia akamshika kichwa kisha alichinja bila hata huruma hata thuruthi. Priya alijikuta akiwa kafumba macho kwa kila tukio, japo kila akifumbua alikuwa anakutana na tukio jingine, ila macho yake hayakuwa na ujasiri mkubwa sana wa kuweza kushuhudia ukatili wa Mabangi, ukatili wa hali ya juu sana. Kila mtu alikuwa ameshuhudia matukio, alibaki kushangaa tu huku akijiuliza Mabangi ni binadamu au ni shetani, ama yeye ndiye mtu aliyekuwa amegundua kifo. Maana kuwa kwake ilionekanika ni wazi kabisa ni kazi nyepesi sana. Alikuwa mbaya sana kwa kina baba Enoki, baba James na baba Johnson. Waliokuwa wametegemea wote wameshakufa kama vile kuku, tena ndani ya dakika zisizidi hata dakika 2 watu 14 walikuwa wameuawa tena kikatili sana. Mikojo iliwatoka bila kutarajia. Hiyo ilikuwa ni hofu ya hali ya juu kabisa. Mbele yao walimwona Mabangi ambaye alikuwa kachafuka kwa damu na mkononi mwake akiwa kashika kisu, akiwajia kwa mwendo wa taratibu kama vile anamfuata bibi harusi. Ilo aliona kama vile mwendo wa jini la kutisha katikati ya msitu mzito. Babake James alijikaza na kutoa bastola lake ili kumshambulia Mabangi, ila hilo lilikuwa ni kosa lililogharimu maisha yake mapema zaidi. Ile ananyoa tu mkono wake, Mabangi alikuwa ameshamfikia na kumshindilia ngumi ya kifua. Kisha Mabangi alikizamisha kisu kwenye sikio la baba James na kukishindilia kwa ngumi nzito sana mpaka kisu hicho kimetokea kwenye sikio jingine. Baba James alienda chini kama mzigo, mdomo ukiwa wazi, naye alikuwa amekufa kikatili sana kama wenzake. Baba Enoki aliona bora ajisaidie tu kwa mbio. Baba Enoki alikimbia akiwa analifuata geti lilipo. Mabangi hata hakujisumbua kumkimbiza. Aliposimama chini kulikuwa kuna vipande vya nondo. Mabangi kutumia mguu wake alikibitua kipande cha nondo kiasi chenye urefu wa kama inchi 24 hivi. Alirusha nondo hiyo ikawa imeelekea alipokuwa anakimbilia baba Enoki. Nondo ilizama nyuma ya kichwa cha baba Enoki na kutokea kwa mbele yake kwenye paji la uso. Baba Enoki naye aliumaliza mwendo kikatili mno. Alibaki baba Johnson ambaye alikuwa na maumivu kwenye mkono wake. Baba Johnson hakuwa hata na nguvu za kukimbia, sio kama maumivu yake ya mkono ndio alikuwa amemfanya asiweze hata kukimbia, ila ni hofu na hakuona kama kuna njia ya kuweza kukimbia kiumbe kilicho mbele yake. Mabangi alimfikia baba Johnson ambaye yeye alikuwa amekaa chini pembeni ya Priya. Hakuwa hata na nguvu za kusimama. Kwa nini mtaka kuniua? Ninyi wakina nani? Na kwa sababu gani mmemteka mke wangu? Sauti nzito ya Mabangi iliuliza maswali hayo kwa baba Johnson. Mabangi alikuwa ameuliza maswali yake akiwa kachuchumaa mbele ya baba Johnson. Sisi tusamehe. Baba Johnson alipata na kitete cha kuongea mbele ya mwanaume huyo mtoa roho. Hao ni baba wale washenzi waliogonga na gari kipindi kile na kututeka sisi hapa sote. Hao ndo wazazi wao hao. Wote hapo watatu ndo mababa wale vijana watatu pia. Waliniteka mimi ili wakupate wewe na kulipiza kisasi cha watoto wao. Maana wewe si ndo uliwaua. Alikuwa ametoa maelezo baada ya kuona baba Johnson anatetemeka. Wao, kumbe ni kweli mtoto wa nyoka ni nyoka Alisema Mabangi kumtazama baba Johnson. Mimi nisamee tu baba. Nimejifunza nitakuwa mstaarabu tena kuanzia leo. Utajiri wangu nitautumia kutoa sadaka na kusaidia wenye uhitaji. Baba Johnson alikuwa ameongea kwa kitete tena akitia huruma sana. Hauna nafasi ya kuishi.
Kama ningelikuwa mtu wa kawaida tu inamaanisha tayari mngeshaniua. Sitoi nafasi kwa mtu aina yako. Kauli ya mabangi ilifuatiwa na kitendo cha mabangi kumnyanyua Baba Johnson. Kulikuwa na sehemu ambayo kulikuwa kuna zile nondo za kusimamisha nguzo za zege, nondo 4 ambazo bado hazikuwa zimewekwa zege. Mabangi alienda kumchomeka Baba Johnson kwenye nondo hizo zilizozama kwenye mgongo wake na kuchomokezea kwa mbele ya tumbo, zikisokomeza na utumbo nje. Baba Johnson alibaki hapo akiwa ananing'inia huko akiwa anatapatapa kwa dakika 5 kisha akatulia tuli, naye alikufa kama wenzake katili sana. Muda huo na ule upepo nao ulikoma kuvuma baada ya mabangi kumaliza kazi yake. Mabangi alimfungua kamba alizokuwa amefungwa Priya pale kwenye kiti. Priya bila kujali ukatili aliyokuwa ameushuhudia kwa mabangi ama zile damu ambazo zilikuwa zimetapakaa kwenye mwili mzima mabangi, alimkumbatia mabangi wake kwa nguvu sana huku akimsindikizia na mabuso mfululizo mdomoni. Muda wale kama amefika, Laura alipokuwa amesimama. Laura alikuwa yupo kwenye mavazi yake ya hoodie jeusi na barakoa la kuficha sura. Mkononi alikuwa na bunduki yake kubwa ya masafa marefu. Tuondokeni haraka sana, maana inawezekanika ile milio ya risasi itawaleta hapa maaskari muda mrefu, Laura aliwaambia wakina mabangi na Priya. Ila wote walijikuta wakiwa na shangaa baada ya kuona ongezeko la mtu mwingine zaidi yao. Laura kwa haraka alikuwa amenyoa bunduki yake na kumwelekezea mtu ambaye alikuwa yupo kwenye mavazi ya koti kubwa jeusi refu mpaka magotini. Kwenye mkono wake mmoja naye alikuwa ameshika bunduki ya masafa marefu, bunduki ya udunguaji. La sura ilikuwa wazi na alikuwa ni mwanamke. Laura alikuwa ameweza kumtambua mara moja, hata mabangi na alikuwa ameweza kumtambua mwanamke huyo. The Crazy? Laura alitamka jina hilo kwa mshangao mkubwa sana wenye kiulizo. Ndio, ni mimi Laura. The Crazy alijibu kistaarabu sana kiasi cha kumshangaza hata Laura, maana alikuwa anajuana na hakumzoea hivyo. Kama mnamkumbuka, The Crazy ni kati ya wale watu wawili waliokuwa wametumwa kumua mabangi. Wakamkuta mabangi yuko na akina Morgan siku ile, anamsimulia Morgan chanzo cha yeye kutokuwa na mpenzi. The Crazy alikuwa yuko na Death Shadow. Mabangi alimua Death Shadow na kumwacha The Crazy apeleke salamu kwa Azidu. Yule The Crazy ndio huyo hapa sasa. Wewe ndio ulimpiga risasi mzee kwenye bega? Aliuliza Laura akimuuliza The Crazy. Ya, ndio ni mimi. Mbona sielewi? Wewe si ni muuaji uliyetumwa kuja kuniua mimi kipindi kile? Na mimi nashangaa leo nimesaidia kumfanya yule mzee asimvue nguo Priya. Japo hata mimi mwenyewe nilikuwa nishazuia, ila na yeye pia alikuwa amechangia kwa kumpiga yule mzee risasi ya bega. Akikweli tokea siku ile ambayo uliniacha hai pale, ulifanya akili na roho yangu ibadilike mazima. Mwanzo nilikuwa nadhani kwa watu wabaya pekee ndio wenye nguvu. Kuna muda nilikuwa najiona kabisa kwamba mimi sio mbaya, ila nilikuwa nahofia nikitoka kwa watu wabaya, wao ndio wenye nguvu, nitawezaje sasa kuweza kusurvive upande wa watu safi ambao ni upande wa wanyonge. Ila tokea nikutane na wewe nimegundua kabisa kuna watu hawapo upande mbaya, ila ni watu wenye nguvu sana kama wewe. Kuanzia siku ile nilikuwa nikifuatilia sana kwa kila nyendo yako. Hili tukio la leo nimeligundua kupitia Laura, maana nina mifumo yake yote ya mawasiliano, kwa hiyo kila anachokuwa nakifuatilia na miwaga na kuwa nakiona, ndo maana nikajua. The Crazy kama ametoa maelezo yake kwa kina mabangi. Tutakuamini vipi kama kweli umeamua kuwa mtu safi? Je, kama umetuma kutupeleleza? Laura kamuuliza The Crazy huku akiwa kamkazia macho udadisi. Kwani wewe uliaminika vipi? Ulienda kula kiapo msikitini au kanisani au mahakamani? Mazungumzo haya ya kuulizana maswali yalikomea hapo baada ya askari polisi zaidi ya 20 kuvamia kwenye eneo hilo, na wote walikuwa na bunduki. Wakina Priya walikuwa wameshtuka kuwaona askari yao. Kule kwa kina Inyoni nako kamera zilizimwa na ukawa ni mwisho wa kina Inyoni kuona matukio. Hivyo hao kuwaona wale askari walikuwa wameishia tu kuona kina mabangi walivyokuwa na hojiana tu. Ni kama walikuwa wamerusha tukio hilo, hawakutaka kuonekanika uhusika wa askari kwenye matukio hayo. Askari polisi wanakuja kwenye tukio linalohusisha silaha za moto bila ving'ora au ni mission maalum. Mabangi alikuwa ameuliza maswali ambayo hawakuwa na majibu yao nawe wote hao. Na askari hao bila hata kuongea chochote kila walikuwa wameanza kuzimwaga risasi kama hawana akili nzuri. Bahati ilikuwa kwa upande wa kina mabangi, maana wote walikuwa wamefanikiwa kukimbilia kujificha kwenye jengo moja la risasi zilikuwa zimeishia kuponywa tu ukuta wa jengo hilo kwa fujo sana. Hawa askari nao ni wale tu, maana nao pia ni yao ni kutua, alisema mabangi wakiwa wote wamejificha kwenye ukuta. Kwa nini ondokaje hapa, maana wapo wengi sana wa polisi zaidi ya 20 hivi. Laura alikuwa amemuuliza mabangi. Nyote mmekuja na magari au? Ndio. Swali la mabangi lilikuwa limejibiwa na Laura na The Crazy kwa pamoja. Mimi naenda kuwatuliza wote. Nyie mtakuja pindi wale wakiwa wametulia taondoka. Unawaua au? The Crazy alimuuliza mabangi. Hapana, watuliza tu.
Hawa ni walinzi wa raia na mali zao siwezi kuwaua. Kauli ya Mabangi ilikuwa imefuatiwa na kitendo cha kunyanyuka. Muda huo mashambulizi ya askari yalikuwa yamekoma kwa muda. Mabangi alitoka kwenye jengo hilo bila hata hofu yoyote, ila kama wafuata askari hao nao walivyomuona tu alikuwa ameanza kushambulia tena kwa risasi. Awamu hii walichelewa sana. Mabangi alikuwa amewapitia wote kama vile kimbunga. Askari waliona tu kivuli kikiwa kinawajia kwa mfumo wa upepo mkali sana. Hakuna aliyekuwa ameelewa wala kuona kilichokuwa kimetokea, ila kila mmoja alikuwa amerushwa na kutupwa kwake, kila mmoja akiugulia maumivu yake, japo hawakufa ila walivunjika vibaya mno. Hakuna aliyekuwa ameweza kusimama baada ya kudondoka chini. Kwa kuwa walikuwa hawajiwezi, basi muda huo Mabangi na kina Priya walitumia kuondoka zao. Huku kwa kina Inyoni walibaki kujadili. Love na wataalamu wengine wa kompyuta walijaribu kuchunguza video ile ilitokea wapi, ila hakupata jibu. Kwa bahati nzuri ilipigwa simu kutoka kituo cha karibu na yale maeneo ya Kande. Ilipokuwa imetokea matukio, Inspector Eva na IGP ndio walikuwa wamepokea taarifa hizo. Hakukuwa na muda wa kupoteza. Inspector na kikosi cha Igo walitoka kwenda kwenye eneo la tukio. Walibaki IGP, Rais na Inyoni wakaendelea kujadili kipindi wakiwa nasubiri ripoti kutoka Kinaria. Bwana Inyoni, mbona hukuwahi kutuambia kama Jairen naye ni kiumbe cha ajabu kiasi hiki? Yule mzee alikuwa inatakiwa awe upande wetu. Kuishi kama anavyoishi ni hatari sana kwa taifa hili. Hivi kama akiwa ni mtu mbaya yule, unadhani kwamba ni nani wa kuweza kumsimamisha kwa jambo lake huyo? Watu 17 kaua ndani ya dakika ambazo sijui kama zilizidi hata 5. Kapigwa risasi sijui 40 zile, ila kaamka. Kama akiwa mtu mbaya, ni nani atakaweza kumsimamisha yule kiumbe ambaye hawezi kufa? Rais alimuuliza mzee Inyoni. Mimi mwenyewe sijawahi kutambua kama huyo mtoto ana uwezo kiasi gani. Unajua, juzi ndo nilikuwa nimechukua video kwa IGP. Hapo video zinaonyesha jinsi Jay alivyokuwa amekanyagwa na gari mara 2 kwenye ile video. Huwezi kudhani kabisa kama anaweza kuwa mzima, ila tulimshuhudia kaletwa kituoni. Leo hii sasa ndo nimepata kuthibitisha kwamba kwa nini siku ile hakufa. Bado sitambui ni kiumbe wa aina gani, japo ni wazi kabisa anaonekana kuwa ni nzuri. Inyoni alitoa maelezo hayo kwa wenzake na kuweka wazi kwamba hata mwenyewe ni mgeni kwenye matukio ya Mabangi kama wenzake. Tunao watu wa kumzuia, Rax, Falcon na Jet, ila sione kama huyo Jay ni mtu mbaya, maana matukio aliyosababisha mauaji yote ni ya kuchokozwa, na aliwaua wote ni wale ambao wanajaribu kumuua yeye. Ajipeli tu mtazamo wake na yeye. Hata bisa ni kabisa kama ni mbaya. Tazama kwa makini yale mauaji yake ni yale mauaji ya yule mwanaume aliyesaidia familia yako pale nyumbani kwako. Ndio, halafu ni kweli kabisa hata yule binti aliyeziba uso wake kwa barakoa ni yule binti ambaye alikuwa ameingia ndani siku ile. IGP alikuwa amemunga mkono Inyoni baada ya kukumbuka na yeye. Inamaanisha wao ndio wamesaidia familia yako? Aliuliza Rais akimuuliza IGP. Kwa asilimia kubwa ni hivyo Mheshimiwa Rais. Sasa ulizungumza na familia yako kuona kama labda mna mahusiano na mmoja wao kati ya huyo binti au Jay? Au tuseme Jay ni alisaidia familia yako kwa kuwa wewe ni rafiki wa babake? Rais aliongeza maswali kwa IGP. Kiukweli sikupata muda wa kuzungumza na familia yangu, maana kama mnavyojua tokea siku ile tukio mambo yamezidi kwa mengi sana. Ila kwa Jay kusaidia familia yangu kwa ajili ya urafiki wa mimi na babake, hiyo ni ngumu sana. Kwa sababu yeye na babake hawana maelewano mazuri. Inawezekanaje sasa kuwa na shauku ya kumsaidia rafiki wa babake wakati babake mwenyewe hawaelewani naye? Bora ningelikuwa ni rafiki ambaye nipo karibu na migogoro yao, au mie niwe ni mtu wa kutafuta suluhu kwenye migogoro yao, ila mimi ni mtu wa mbali kabisa na migogoro yao. Hivyo zani kabisa kama alisaidia kwa sababu ya urafiki na babake. Jibu nitalipata huenda nikizungumza na familia yangu. IGP kwa maelezo ambayo yalieleweka kwa wenzake. Sasa kuna haja ya kukutana na hao watu wote tuzungumze nao. Nadhani ile jambo tungemshirikisha na Mr. D. Alitoa ushauri huo Rais. Napata shaka. Hivi Inyoni, una uhakika kwamba Jay ni kweli alikuwa mbaya kama wewe na familia yako mnavyoamini? IGP alimuuliza Inyoni swali ambalo hata Rais alikuwa anatamani kusikia jibu lake. Ni kama IGP alikuwa ameuliza kwa ajili yake. Kiukweli hata mimi naingiwa na ukakasi, kwa sababu hata Hari ambaye alikuwa anamchukia sana Jay, kwa sababu naona ana hofu ya wazi kabisa kwa Jay. Jambo hilo pia lanifikirisha sana. Nazidi kufuatilia maisha ya Jay anavyoishi, na anaonekana sio mtu mbaya tena, anaishi kwa kusaidia sana watu. Hapa nashindwa kuelewa ni amebadilika ama hakuwahi kuwa mtu mbaya. Inyoni alizungumza kwa hisia ya mzazi anayemzungumzia mwanae katika hali ya sintofahamu. Sasa ni viongozi wa nchi, hatuwezi kuumiza kichwa sana kuhusu kijana wetu sisi wenyewe. Tutafanya mpango wa kuzungumza naye ana kwa ana, tutajua kila kitu. Rais alikuwa amefunga mjadala huo na kuondoka zao kuangalia mambo mengine kipindi anasubiri ripoti ya Kinaharia.
Upande wa kina Aria walikuwa wamefika eneo la tukio. Ni kweli kabisa walikuta miili ya wale watu ambao waliona wamekufa kupitia video ile. Ila walishangaa kukuta miili ya askari nayo ilikuwa haina uhai yote. Askari zaidi ya 20 walikuwa wamekuta askari wengine kwenye eneo hilo ambalo ndo walikuwa wametoa taarifa, na walikuwa wamefika hapo na kukuta tayari askari wenzao wamekufa. Sasa ina maana kwamba maaskari waliofika hapa, je, aliamua kuwaua au walishindwa kuelewana? Morgan alikuwa ameuliza swali ambalo hawakuwa na majibu nalo. Sidhani kama kuna kuaga na maelewano kati ya polisi na mtu anayekuta kwenye tukio la uhalifu. Ila napata mashaka kidogo. Tukio la askari kufika hapa hatukuliona kwenye ile video, na matukio mengine yote tumeona. Inamaanisha mapambano ya askari dhidi ya Jay ni baada ya ile video kuzima. Na hisi mtu alikuwa ameunganisha ile video hakutarajia kama mambo yangeweza kuenda kama alivyoenda. Baada ya kuona kafeli, hasa ndo akaamua kutaka kumaliza Jay kwa kutumia polisi. Hapo akazima kamera ili tusione kama polisi wanafanya mauaji, maana kiongozi mkuu wa polisi yupo anatazama tukio, na angeshangaa kuona askari wake wanaua bila amri yake. Ila kwa bahati mbaya Jay kategua, na mtego huo pia kawaua na wao, alisema Aria. Kama ni hivyo, huyu mtu akili zake sio nzuri. Yaani mtu anafufuka baada ya kufa kwa kupigwa risasi zaidi ya 100. Yeye anataka kumuua kwa askari 25. Ni mwe huyo. Nitamzaba vibao nikimwona, alisema Biki kwa kumkosoa yule aliyekuwa amepanga hilo tukio. Hawa polisi wote walikuwa ni vijana wa RPC, na hakuna kituo wala kiongozi yote aliyetoa amri ya hawa askari kuja hapa. Wamekuja kimya kimya. Hiyo inaonyesha ni mpango wa RPC, na huenda yeye ndiye alikuwa ameunganisha zile video. Yes, ni kweli, kwa sababu yale tulishuhudia siku ile akiwa anasema kwamba kuna watu wataenda kumuua Jay. Na hao watu ni wazi kabisa ndo hawa hapa. Ina maana yeye ndo alileta video ile kwetu ili kumuonyesha Inyoni mwanae anavyokufa, na sisi ambao anahisi kwamba tumeanza kumuogopa tuone anavyokufa. Sasa huyu RPC anahitaji kuchukuliwa hatua kwa kweli, alisema Morgan. Hatima RPC ipo kwa IGP na rais, kwa sababu IGP ni kiongozi wake wa kazi na rais ndiye aliyemteua kwenye hiyo nafasi. Hivyo hao ndio wenye hatima RPC, alisema Inspector Eva. Asa vipi kuhusu The Crazy? Ni mmoja naye sakwa sana, yuko pamoja na Jay. Tunamfanyaje? Hilo pia tutawachia wakuu waamue. Kwa maelezo yake The Crazy inaonekana kaamua kuwa mtu safi akiungana na Jay. Tuje upande mwingine msikilizaji. Upande wa kina Mabangi walikuwa hapo nyumbani kwao, walishahojiana na The Crazy na kujiridhisha kwamba The Crazy wanafaa kuwa naye. Muda huu walikuwa wamekaa kwenye bustani inayopatikanika ndani ya uzio wa nyumba hiyo, walikuwa wanajadili naye ili na lile. Kwa hiyo Jay, mnaanzia wapi? Maana nyewe watatu mmeungana ili kufanya kazi. Priya alimuuliza Mabangi. Kwanza kabisa tutaenda kuonana na IGP. Tuna sababu mbili za kuonana na IGP. Kwanza ni kumuonya kwamba hatuhitaji vijana wake kwenye njia zetu. Ila pia inatakiwa amuone mwanae Raula ambaye yeye anamhesabu kama baba mpaka anaumiza kichwa kuhusu usalama wa familia yake. IGP majibu yake baada ya kumuona Raula ndio atatoa mwafaka kwamba tuijali familia yake au tuachane nayo. Raula alijikuta akiwa anapiga makofi baada ya maelezo hayo ya Mabangi. Hapo umenena safari ndio kinyonge. Tunaenda kumuuliza kama kundi letu limeenda kumuonya na sio kama mtoto kaenda kuhitaji huruma yake. Sawa, basi mpango wetu wa kwanza ni kwenda kwa na IGP, Mabangi alisisitiza. Halafu jamani, nimeona nisikae na hii siri hapa. Hivi mnajua mimi ni mkali vibaya mno. Yaani kucheza na mitambo, kudukua mifumo midogo, mifumo mikubwa na mifumo imara. Mimi naweza tena ni sawa kabisa na mlevi aliyehukumiwa kifungo kwenye store ya pombe. Priya alikuwa ameongea kama utani, ila alikuwa yuko serious akiwa na tizama Mabangi, Laura na The Crazy. Wewe Priya, utakuwa umeelewa kama ulivyosema mlevi kwenye store ya pombe. Hebu kapumzike mke wangu, Mabangi alimwambia Priya. Kweli mume wangu, mimi naweza eti. Priya, umevuta bangi au? Kwani shida ni Jay? Tumpeni vifaa tuone kama kweli ana uwezo. The Crazy alishauri. Nikupoteza tu muda bwana. Mimi kwanza sitaki mke wangu ajihusisha kabisa na masuala. Laura hakuongea chochote kila kwa ameingia ndani na kutoka laptop yake yenye uwezo mkubwa sana na vifaa kadhaa vya kusupport laptop hiyo. Aliweka mezani mbele ya Priya na kaiwasha hiyo laptop. Tulieni nyie, hiyo laptop ni ndogo sana, ina uwezo wa kawaida tu. Priya alikuwa amesema hivyo. Muda huo Jamila alifika hapo akiwa na begi moja kubwa kiasi, begi kubwa la plastiki. Priya akapokea begi hilo na kutoa laptop zake mbili na vifaa vingi kwa ajili ya kazi anazotaka kuzifanya hapo. Mabangi na wenzake walibaki kushangaa tu. Priya alikuwa na vifaa vya kisasa sana na vya gharama venye uwezo mkubwa sana. Haya, mnataka kujua nini? Chochote ambacho hatukijui kilichotokea jana kwenye ile tukio la wewe kutekwa, na maanisha kama kuna lolote linalohusu teknolojia. Sawa.
Pria kama itikia na kuanza kucheza na laptop yake, unaweza kuita kompyuta mpakato ama tarakilishi mpakato. Pria kabofya laptop yake kwa dakika 15 vikisha kama ameanza kuzungumza. Pale kwenye eneo lile tulipokuwepo juzi kulikuwa na kamera mbili ambazo zilikuwa zinachukua matukio. Kamera aina ya Sony zilikuwa zikiongozwa kutoka eneo la Kiguda. Mifumo aliyokuwa anaendesha kamera hizo inaonekanika kwa jina la Jauja namba 3. Pia mifumo hiyo ilikuwa imeunganishwa moja kwa moja kwenye mifumo ya mawasiliano ya picha mjiongeo, yani video ya kikosi cha Eagle. Ila huku video hizo zilikuwa zimeunganishwa bila watu wa kikosi cha Eagle kuwa na taarifa wala kutarajia. Na video hizo zilikuwa zimeenda zikiwa zimezuiliwa kujua zimetokea wapi wala zinamilikiwa na kuendeshwa na nani. Ila inamaanisha matukio yote yalikuwa yanatazamwa na watu kwenye pande mbili huko kwa Jauja ambao wao ndio wamiliki wa hizo kamera. Ila pia matukio yalikuwa yanatazamwa kwenye makao makuu ya kikosi cha Eagle. Kamera zilikuwa zimezimwa mara tu baada ya wale askari kufika. Hayo ndo nadhani mlikuwa hamjajua kwa siku ile. Mabangi alibaki kuachama mdomo wazi, hakutegemea kama Pria alikuwa na uwezo mkubwa kiasi hicho kwenye kompyuta. Hichi ni kipande kidogo sana kwenye uwezo wangu mimi. Alisema Pria kwa uhakika huko watazama kina Mabangi kwa zamu. Ila sitaki ushiriki kwenye hizi kazi, ni hatari sana. Mabangi alimwambia Pria akiwa anamaanisha, sasa mume wangu je, hata bila kufanya hizi kazi bado nimeingia kwenye hatari mara mbili nzima. Na hatuna uhakika kama sitoingia tena kwenye hatari. Kuna tofauti gani nikifanya kazi sasa hizi? Ukifanya hizi kazi watakutafuta kwa sababu ya kudukua taarifa zao. Kwa hiyo watakutafuta kwa hasira zaidi. Hawezi kujua kwa nini mlijua kama mimi ndiye Ghost Web. What? Mabangi na The Crazy walishangaa kwa pamoja. Walikuwa wanajua kuhusu The Ghost Web. Ni kiumbe kisichojulikana na kilichoshindikana kabisa kwenye udukuzi. Wengi waga wanajua kama The Ghost ni mtu au ni kikundi cha watu au ni website ya internet. Ila leo wakina Mabangi ndo walikuwa wanafahamu kwamba Ghost Web ni mtu ambaye ndio Pria. Yes, mimi ndo Ghost Web. Sasa mnadhani nani ambaye atajua mimi? Labda nyie ndo mvujishe taarifa hizi. Mabangi hakuwa na namna, ilibidi tu akubaliane na Pria na wenzake, na rasmi Pria ndo alikuwa ni mdukuzi wao. Ila jamani, mimi ile jina la The Crazy silitaki tena mniite. Mimi naitwa Yasmin. Mnaweza kuniita Yami. The Crazy tola yake kwa wenzake alikuwa anahitaji wasimuite tena jina la The Crazy, na sisi tutaanza kumuita Yami kama anavyotaka mwenyewe. Au mnasemaje wasikilizaji? Amekubali Sawa. Afadhali mwenzangu, maana jina gani la eti kicha? Alisema Laula alionyesha kufurahia uamuzi wa Yami. Jina zuri Yami, alisifia Mabangi. Sasa we Yasmin, sijui Yami, ukicha wako ule wa mwanzo usilete kwa mama wangu asemana, na kuona kabisa namtazama kwa macho ya mahaba, nitakuua. Kama kawaida Pria alikuwa ameendelea kuchunga mzigo wake bila kuchoka. Wakina Yami walibaki kucheka, maana Pria alikuwa serious na penzi lake mpaka anachekesha. Tuje upande mwingine wa simulizi, msikilizaji. Zilishapita wiki 2 huku kwa Rehani na Keri, kwa sasa hivi wakiishi kama vile mke na mume, wanapika na kupakua. Keri alishakuwa mwenyeji wa mitaa hiyo na hapo nyumbani kwao. Kwa sasa hivi hakuwa anaishi kwa kujificha na barakoa. Ndiye mwambia ishi kawaida tu na hakuna mtu yote wa kumgusa hata nywele zake tu. Mtaani Keri alikuwa ni gumzo kwa uzuri wake na sura na shepu. Mtaani walikuwa wanampa jina la Mwarabu kutokana na nywele zake nzuri za kichotala, nywele ndefu mpaka mgongoni na laini sana. Hivyo alimbatiza jina la Mwarabu. Huku wanaume wengi sana wakimtolea macho, wengine wenye uwezo wakimfukuzia, wakionyesha ufahari wa magari yao ya gharama, huku wakijitambisha kwa pesa zao kedekede. Ila Keri kaendelea kuwapotezea kwa kufuata haiba za kike alizolazimika kuziishi kutoka kwenye yale maisha yake ya mchaka muda wote ni risasi na mapanga. Kila vazi aliyokuwa anavaa alikuwa anachoresha umbo lake zuri. Ukizingatia huku alikuwa anavaa kisichana zaidi, kanga vitenge, mavazi hayo yalikuwa yanawapa shida sana wanaume wengi. Ukizingatia Keri alikuwa na kamzigo fulani vilaini ambacho kinasumbua sana ndani ya vazi. Hasa akiwa kavaa kijola ama kanga, alikuwa anavunja shingo za wanaume wengi sana ambao walikuwa hawezi kupishana naye bila hata kumgeukia zaidi ya mara moja. Muda huu tunamwona Keri akiwa yuko zake barazani nje ya kile chumba chao anachoishi na Rehani. Alikuwa yupo na Swaumu, Mwajuma na Joyce, walikuwa wanapiga stori zao tena kwa furaha, wakicheka na kugongeshiana mikono kila ilipobidi. Kwa sasa hivi Keri alikuwa anatumia simu ambayo ilinunuliwa na Rehani, simu aina ya Samsung Galaxy S24. Mara simu ya Keri iliita na mpigaji alikuwa ni Rehani, ambaye kwenye kioo cha simu ya Keri jina lilikuwa linasomeka My Heart Codes.
Kelly alipokea simu hiyo kwa furaha na bashasha kubwa. Moyo wake ulikuwa unalipuka alivyokuwa anapigiwa simu na Rehani ama anapomuona. Yes abi, aliongea Kelly mara baada ya kupokea simu. Vipi mzima mke wangu? Sauti nzito kiasi ya Rehani ilikuwa imepenya kwenye masikio mpaka kwenye moyo wa Kelly na kupitiliza kutekenya sehemu zingine nyeti. Mapenzi kati ya Kelly na Rehani yalikuwa ndevu za juu sana. Mimi mzima mume wangu, sijui wewe. Niko poa tu my love. Pole na kazi mume wangu. Asante sana mke wangu. Vipi mchana tunakula nini leo? Wewe unataka kula nini mume wangu? Mimi ninachopenda mke wangu na mimi nakula. Ila mchana huu mimi nishakula. Umekula wapi? Mgawani. Wewe si nimekukataza kula kwenye migawa. Mke wangu, ila si ulisema niwe nakula pale kwa mama Sakina wewe au? Una demo pale kwa mama Sakina yamekuwa. Sasa pale wale perege wale kuna kuzidi wewe hapo. Hata kama sasa ndo uita watoto watu perege. Achana nayo. Mimi naona nikuletee mchele, njegere na maini na viungo vyake. Nikuletea nazi, si unaweza kukuna? Kama zinawashwa nitazikuna tu hizo nazi. Kuni. Asa matusi ya nini tena jamani? Kelly na Rehani sio kuendana kimapenzi tu bwana, hata akili zao pia zilikuwa zinafanana sana. Akili zao wote hazikuwa nzuri sana. Hauna akili unazikuna kama zinawashwa, kwani zinataa mpaka ziwashwe? Umeona akili zako sasa? Nazi inakuwaje na taa? Sikia sasa mume, wewe lete mchele mwingi na nazi hata 3 hivi, maana yani hapa niko na mabinti wa roho kweli kweli, yani wanasubiri kula tu hapa, watakuna nazi hao. Hakuna chabule hapa mjini ila kupika na kupikia mwenyewe mume wangu. Basi poa, nipe dakika chache hapa nitakuwa hapo. Simu ilikatwa baada ya mazungumzo hayo ya wapenzi hao wawili waliokuwa wamezama kwenye huba zito sana. Kwa sisi wa roho ng'ombe wewe? Somali muuliza Kelly kwa utani. Sisi tunapiga story na wewe hapa, la sivyo ungelikuwa huko ndani tu uko umelala au unaangalia siri zako za kichina. Mwajuma naye alichombeza kwa utani, Joyce naye alikuwa anacheka tu. Tulieni nyie. Kwa hiyo nimpigie simu niwaambie asilete kitu au? Kelly aliwachimba mkwala kwa utani wa kina Mwajuma. Wewe na una masiala. Mimi naomba utoke ninywe chai saa 2 asubuhi, alisema Joyce. Najua utakuwa unajiuliza imekuwaje Kelly kuwa na urafiki na kina Mwajuma wakati walikuwa ni mahasimu wakubwa sana. Baki na mimi sikiza tu katika sehemu ya stand kujuza tu ilikuwaje mpaka wakawa marafiki. Nitakujuza tu, relax. Ilikuwa hivi. Basi ilikuwa hivi msikilizaji. Wiki 2 nyuma, siku ya pili baada ya ile siku ambayo Kelly alikuwa amefika hapo kwa Rehani na kukutana na kina Mwajuma ambao waliompokea vibaya kwa husda. So Mwajuma na Joyce walipanga kumpiga Kelly ili wamkomeshe tena hasira za Saumu zilizidi mara 2 baada ya kusikia vile vilio vya mahaba alivyokuwa na ugulia Kelly. Walimsubiri Kelly muda ambao anaenda kuoga ili wampige, wakijua wazi kabisa kwamba Rehani kashaondoka, kwa hiyo Kelly hatakuwa na msaada. Ila alijikuta kama dondokea kwenye kichapo cha ajabu sana baada ya kujaribu kumshambulia Kelly. Aliwapiga kama vile watoto wadogo. Haikuwa kazi hata therusi kwa Kelly kuwapiga wakina Saumu ambao hawakuwa na ujuzi wote wa kupigana. Kutokea siku kina Saumu aliona bora tu waunge urafiki na Kelly. Kwa bahati nzuri alimkuta Kelly mwenyewe hanaga iana, alikubali kuwa na urafiki na wakina Saumu. Huku wale wa mama watu wazima wakimwogopa Kelly kama vile simba. Hiyo ndio sababu Kelly na wakina Saumu wamekuwa marafiki. Rehani alifikisha mchele, maini, njegele na viungo vingine hapo, na wakina Kelly walikuwa wameanza kuandaa mapishi huko. Rehani akirudi zake kijiweni kuendelea na kazi yake bodaboda, kazi ya kuzuga. Kazi hii sio kama ilikuwa inampatia pesa Rehani, hapana. Rehani miongoni mwa nasuri matajiri sana kama Shadi na Habibu ama Sofi. Rehani kazi ya bodaboda ilikuwa inafanikisha kupata taarifa nyingi kwa wakati, maana madereva bodaboda waga wanapata taarifa nyingi za mtaani mapema. Maisha ya wiki 2 kwa Kelly na Rehani yalikuwa na matukio mengi ambayo alizidi kujenga upendo wao na Kelly kumwamini kwa Rehani alikuwa anampenda sana. Rehani alikuwa ni mwanaume anayejali na kuthamini kwa kiasi kikubwa sana. Furaha na amani aliyokuwa anaipata Kelly ndani ya wiki 2 tu ilikuwa ni kama kaishi na Rehani miaka 200. Ila ni wiki 2 tu, yani siku 14. Ukiachana matukio ambayo Kelly alikuwa anamfanya akimwona Rehani mwili usisimke na kuanza kuwaza yale wanayoyafanya wakiwa kitandani, ila bado kulikuwa kuna matukio ambayo Kelly yalikuwa anamfanya amuogope Rehani kwa kiasi chake. Katika hizo wiki 2 Nico, Sipasho, Robert, Keno na Joker walifanikiwa kukutana na Kelly akiwa anaenda zake sokoni na wakina Saumu. Ila bahati haikuwa upande wao, maana ile wanamuona tu Kelly, Rehani naye alikuwa ipo karibu kwaona.
Kwa kuwa kina Robert Keno hawakutaka kuzua taharuki, walichagua kutoka na Kerry kwenda kuzungumza naye. Ila hiyo ilikuwa ni unataka tunaondoka, hutaki tunaondoka. Pia Kerry alikuwa amewapa maagizo akina Swaumu kwamba wanunue kila kitu atawakuta nyumbani. Ila ilikuwa ni mbaya kwao, maana kiongozi wa msafara wa kwenda kufanya mazungumzo alikuwa ni Rehani mwenyewe. Walifika nje ya mji ambako hapakuwa na watu. Hayakuwa maongezi zaidi ya kina Robert Keno walikuwa wanataka kuondoka na Kerry. Hapo ndipo Rehani alipokuwa amemwambia kwamba ili kumpata Kerry wahakikisha kwamba wamemuua yeye au wamemvunja kila kiungo. Wakina Robert Keno walikuwa wamechagua kumuua ili waondoke na Kerry, ila hawakujua kama huyo ndiye Raxisos mwenyewe. Robert Keno, Nego, Sipasho na Joker wana uwezo mkubwa kuliko wale level 1. Ila kupaona Rehani ni kama alikuwa anacheza na wadogo zake au wanawe kabisa. Katika sehemu waliojichanganya wakina Robert Keno ni kumpiga pigo zito, tena walimpiga kwa pamoja wote watatu. Mapigo yake akampata Rehani kwa pamoja. Hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana. Na dakika moja eneo la mapambano likawa kama machinjio. Rehani aliwaua kikatili sana wakina Robert Keno. Baada ya kuwaua kikatili, alienda kuwatupa kwenye njia kuu ya kuelekea kwenye makao makuu ya DR. Ni kama waliamua kuwatumia ujumbe DR kwamba kila atakayetupa kumtafuta Kerry basi matokeo yake ni kifo, na ndio maana waliwatupa miili yao kwenye njia ambayo lazima DR wataiona. Ile ndani ya hizo wiki mbili pia Fiona, Lea na Faid na Editor nao pia walikuwa wamefanikiwa kutoroka kule makao makuu ya DR na kuja alipokuwa Kerry. Wakina Fiona waliweza kumwambia Kerry kwamba kwa sababu DR hawamtafuti kwa kutuma watu, ila ipo siku Nikita, Nitita na Anita mwenyewe wataingia kwenye msako wa kumtafuta rasmi, japo haijulikani ni siku gani. Wakina Fiona walimpa Kerry taarifa nyingi za muhimu. Mwishowe aliwapeleka wakina Fiona wakaishi kwenye kambi yao ya Nasuri, huku hakuona kama itakuwa ni salama kwao wote kuishi mtaani kama Kerry. Huko kwenye kambi ya White Fire wakina Fiona walifanikiwa kuongeza uwezo wao, pia wakaendelea kushiriki kwenye kazi za harakati za kusaidia wanyonge na taifa kiujumla. Wanaungana na Kerry pale wanapohitaji uwepo wao. Hayo ndio maisha ya Kerry na Rehani ndani ya wiki mbili. Tuje upande huu wa mtaalamu wetu Mabangi. Muda huu kwa Mabangi walikuwa hapo kwenye chumba chao cha masuala ya mawasiliano ambacho pia alikuwa anakitumia kwa kazi ya udukuzi. Mabangi, Laura na Yami walikuwa kwa ndani ya chumba hicho wakiwa wanasubiri taarifa muhimu kutoka kwa Priya ili wajue pa kuanzia siku hiyo ambayo walipanga kwenda kuzungumza na IGP. Nimeweza kudoka mawasiliano ya IGP, sasa nimegundua IGP na mkuu wa majeshi Mzee Nyoni watakutana maeneo ya Ngarawa Restaurant. Hiyo nilipata kutoka kwenye simu walizokuwa wamepigana leo asubuhi. Maongezi yao yalikuwa ni makubaliano hayo, sijajua wanakutana hapo kwa sababu gani hasa, ila wamepanga kukutana saa 10 jioni. Pia alikuwa ametoa maelezo hayo kwa wakina Mabangi. Ni kweli kabisa, kwenye huo mgawa Mzee Nyoni na rafiki yake Waga wanapenda sana kunywa supu ya pweza yenye mchanganyiko wa ngisi na dagaa kamba hapo Ngarawa Restaurant. Taarifa hiyo inatutosha sana. Watakwenda kuongea nini sisi haituhusu, kikubwa ni kufika hapo kwa wakati liko na IGP, alisema Mabangi akiwa anaunga mkono taarifa hiyo. Asaje hapo atakuwepo mkuu wa majeshi ambaye ni babako mzazi, na sisi tunavyoenda ni sawa na kama tunaenda kuvamia. Sasa utaweza kumvamia babako mzazi? Laura alimuuliza Mabangi. Tumeamua kufanya kazi, basi tunaifanya kwa mazingira yote yale. Hatuna kwenda kumvamia babako mzazi. Hata kama watakuwepo kama wazazi, sisi tunafanya leo tupeleka pale. Mabangi alikuwa ameongea kwa msisitizo. Laura na Yami, time yetu ya kazi, Priya kashafanya kazi yake. Ataendelea kutupa taarifa tu zenye umuhimu kwetu kwa kazi zingine. Upande mwingine wa kina Nyoni. Nyoni, IGP na Mr. D mkurugenzi wa MISS walikuwa wamepanga kukaa kikao na vijana wao ambao kwa sasa hivi wanahesabika kama wote ni kikosi kimoja, The Eagle. Ni Morgan na wenzake hali ya Inspector Eva na Jamali. Lengo lake hicho ilikuwa ni kupanga jinsi ya kuweza kumalizana na wale magaidi wa Swauram. Ila Mzee Nyoni na IGP walikuwa wamepanga wapite kwanza kwenye huo mgao unaoitwa Ngarawa, mgao unaojihusisha na kupika vyakula vya pwani, yani vyakula vya watu wanaokaa mazingira karibu na bahari. Hapo walikuwa wanaweza kupata supu yenye mchanganyiko wa pweza, ngisi na dagaa wa kamba. Mara nyingi Nyoni Waga anakuja kwenye mgao huo akiwa na rafiki zake IGP au Mr. D. Mara chache sana Waga anakuja na Rais Daso Mlena, au mara nyingine Waga anakuja wote. Kwenye mgao huo wao wana eneo lao maalumu, eneo tulivu ambalo halina fujo, ndio hutulia hapo wao kama viongozi wa juu wa nchi na usalama. Ni eneo la nyuma kabisa la mgao huo lenye bustani safi tulivu, yani uzio wa mgao huo. Na leo ni majira ya saa 10:15 walikuwa hapo kwenye eneo hilo, wakiwa hapo kwenye meza ambayo
ilikuwa kwenye bustani. Juu ya meza kulikuwa kuna mabakuli yao ya supu za motomoto, huku stori za hapa na pale zikiendelea kwa wazee hao wawili marafiki watokea ujanani. Kawaida yao uwaga wakifika hapo wanahudumiwa na kuachwa wenyewe tu na walinzi wao tu. Walinzi 8 walikuwa wamewazunguka viongozi hao, askari polisi 6 wa kumlinda IGP na wanajeshi 2 wa kumlinda mkuu wa majeshi Mzee Nyoni. Mzee Nyoni alikuwa hawategemei sana hao wanajeshi, ila alikuwa anawategemea sana wale walinzi wake Sharuzi. Hii supu usinywe kama mke wake alikajichokea. Anahitaji mechi za dakika 5 au 10 tu, hii supu itakuwa ikufai. IGP alikuwa ameongea akinywa supu yake kwa kijiko. Ndio maana tuna michepuko, acha kuzugazuga wakati mimi na wewe tunajuana vilivyo. Nyoni alimwambia IGP. Ya ndugu yangu hauzugiki yani. Hivi najua nishawahi kupata mtoto wa IGP alisitisha kuongea baada ya kuona watu watatu wakiwa wanaingia kwenye mgao kupitia getini kuja sehemu alipokaa mekatu wao. Alikuwa ni Mabangi ambaye kwenye vazi lake la hudi jeusi, ila leo hii alikuwa kaficha sura yake kwa barakoa, sura ambayo ilikuwa iko wazi kabisa. Kilichoongezeka leo kwenye hudi ilikuwa neno lilikuwa limesomeka Mabangi mbele ya hudi. Laula ambaye yeye pia alikuwa yupo kwenye vazi la hudi kama la Mabangi, ila yeye alikuwa na barakoa iliyokuwa imeficha sura yake, na Yami ambaye na yeye alikuwa yupo kwenye vazi kama la wenzake na yeye pia hakuficha sura yake. Laula alikuwa na panga kwenye mkono wake, ila pia na Yami naye alikuwa na mapanga mawili kwenye mikono yake. Mabangi hakuwa na silaha yote ile. IGP na Nyoni waliweza kuiona vyema kabisa sura Mabangi ambaye wao walikuwa wanamfahamu kama Jailed. IGP alipatwa na hofu ya ghafla kila alipokuwa anamtazama Mabangi ambaye alikuwa anakumbuka ile matukio yake ya mauaji na kikatili mno. Nyoni baada ya muda mrefu takriban miaka 3 ya kutokuonana na Jailed, leo alikuwa anamshuhudia akiwa yupo kwenye muonekano wake wa kujiamini sana. Haikuwa kawaida kwa Jailed kujiamini mbele ya babake Mzee Nyoni. Mara zote walikuwa wakikutana, alikuwa ni mnyonge sana na mnyenyekevu kupita kiasi, ila leo alikuwa tofauti kidogo. Mzee Nyoni hakuwa na hofu kubwa sana. Alikuwa anaamini hawezi kufanya jambo lolote libaya mbele yake, ila hata akijaribu alikuwa anaamini sana walinzi wake Sharuzi. Askari walichomba stora zao baada ya kuona watu wao wakiwa wanazidi kuwakaribia, na zilibakia tu kama mita 15 hivi kuwafikia. Hawakupewa nafasi hiyo. Hao askari walijikuta akiwa washafikiwa na Laula pamoja na Yami kwa dakika moja tu, na walikuwa wamechakazwa wakiwa na bastora zao. Wote walitulizwa wakiwa wako hoi, hawajiwezi. Walibaki walinzi 2 wanajeshi wa Mzee Nyoni. Nyoni na wanajeshi wake walijua wazi kabisa kwamba watu wao hawakuwa na lengo la kumua mtu, kwa sababu wale askari wote walikuwa wamepigwa, walikuwa wametulizwa, na kwa uwezo wao walikuwa na nafasi ya kuweza kuwaua kabisa. Hivyo hata hao wanajeshi pia hawakuwa na haja ya kutumia silaha za moto. Mwanajeshi mmoja alikuwa amemwendea Laula kwa kasi, ila alipokelewa na bapa tu la panga ya kichwa lilimtia wenge. Kabla hajakaa sawa, teke moja la tumbo na jingine la kichwa yakamlaza chini akiwa hoi bin tabani. Mwanajeshi mwingine alimwendea Yami kwa kasi, ila alishtukia tu yupo hewani baada ya kuchotwa mtama wa nguvu, kisha alipokea ngumi 7 za haraka za kifua na akatulia chini akiwa tabani hajiwezi. Kazi ilionekanika kuwa nyepesi sana. Ni dakika 4 tu zilitosha kuwakalisha walinzi wote wa IGP na Nyoni, ila kazi haikuisha kama walivyokuwa nadhani wakina Laula. Ghafla walishangaa kuona watu 2 wametokea kama majini, wanaume ambao walikuwa kwenye mavazi meusi, mavazi yaliokuwa yameshika miili yao kama nguo za kuogelea, ila yalikuwa ni ya mapigano tena, na silaha zilizokuwa zimepachikwa kiustadi sehemu mbalimbali za mavazi hayo, na kwenye mikono yao walikuwa na mapanga. Vijana, malizaneni kwanza na hawa watu alafu tuzungumze, maana naona mmekuja kishari. Mzee Nyoni alikuwa ameongea kujiamini sana. Ajipeka mtazama Nyoni kwa mshangao. Alikuwa anashangaa kuona Nyoni anawaamini hao walinzi wake Sharuzi mbele ya kiumbe kinachofuka baada ya kufa. Mheshimiwa mkuu wa majeshi, nadhani sisi tunazoeleka na hawa watu wanaovaa nguo za kimisi na kuonesha shepu. Jamaa alimuuliza Nyoni kwa dhihaka kweli kweli. Binti, legeza kiuno mimba ingie. Mzee Nyoni mwenyewe naye alikuwa ajambo kwenye masuala ya dhihaka. Laula hakutaka kuzungumza sana. Alikuwa amemwendea mlinzi mmoja kwa kasi, huko akiwa anazungusha panga lake kwa kasi pia. Laula alishtukia akiwa anaguswa mkono wake kwa kasi na nguvu kubwa sana, na hapo panga lake lililuka juu na yeye mwenyewe akapokea mateke 6 ya haraka. Laula alitupwa mbali akatapika damu tu. Mateke aliyozawadiwa alikuwa ni mazito sana. Yami naye sasa alishtuka na kuhisi wako mbele ya hatari kubwa sana. Muda wote wa Mabangi alikuwa kasimama tu, huko mikono yake kaizamisha kwenye mifuko ya hudi, anatizama mapambano hayo kama vile anatizama mchezo wa kuigiza. Yami aliona panga lilikuwa limerushwa kutoka kwa mlinzi mmoja. Panga lilikuwa linamjia usoni kwa haraka. Yami alinamisha kichwa ili kulikwepa panga hilo, ila inanimisha kichwa tu, alikuwa amepokelewa na teke zito moja
teke lilompeleka juu na kumrusha, kisha akapigwa mateke matatu ya kifua, mateke yaliyomtupa chini huku yeye akikoa damu kama Laura. Laura na Yami kiliwakuta kama walichowafanya wale askari na wale wanajeshi, kuimba kupokezana na ambiwa. Mabangi alijikuta kana anatikisa kichwa tu, sijui kama alikuwa anasikitika ama alikuwa anamaanisha nini. Kasi ya wale Sharozi ilifua matumaini kwa IGP, na alikuwa ameanza kuamini sana wale Sharozi wa Mzee Nyoni, maana ni sekunde 10 tu zilitosha kuwafanya Laura na Yami wawe tabani. Kijana, una shida gani unakuja kwa baba zako kishari kiasi hiki? Unataka kutafuta lawama kwa tuonekane kwamba tumemuumiza mtoto wetu ama tumemua kabisa? Maana sisi waga tunaga mzaha wa kipuzi kama huu. IGP anaongea kwa tambo za kujiamini sana. Nimekuja kishari au nyinyi mmenipokea kishari? Mnataka tufanyaje labda? Baada alizoni kutushambulia. Alafu mzee, kumbe akili zako sio nzuri. Unanitishia mimi kifo? Mabangi alijibu na kumuuliza IGP swali zito, sauti ya mamlaka, sauti sio kuwa na hofu yoyote ile, ila inaonekana kuwa ni sauti yenye hasira kiasi. Mabangi alinyoa tu yake ya kwanza kutoka hapo aliposimama kwenda walipo IGP na Inyoni, ila ile ananyoa tu mguu wake, aliona kama kivuli kinamjia. Huyo alikuwa ni mlinzi wa Inyoni, Sharozi, anamjia kwa kasi ya ajabu sana, kwa kasi ambayo haisimuliki. Kofi zito la Mabangi lilitoa kwenye kichwa cha mlinzi huyo ambaye alidondoka chini kama mzigo na kutulia tu. Mabangi aliona walinzi wengine wanamjia kwa kasi ya kimbunga, na Mabangi kwa kasi ya ajabu zaidi alimdaka mwanamume shingo, aliinyanyua juu kwa mkono mmoja, kisha akamshika shingoni, kisha akampigiza chini. Jinsi Mabangi alivyokuwa ananyanyua mlinzi huyo ni kama alikuwa amenyanyua furushi la pamba la kilo 3, kumbe ni mwanaume mwenye kilo zaidi ya 70. Mlinzi huyo naye aliondoka chini na kutulia tuli. Hofu ziliwapanda upya IGP na Inyoni. Tena safari ya IGP alikuwa na hofu zaidi ya awali. Hata Inyoni alipatwa na hofu kubwa sana, maana hao walinzi wake hawakuwahi kabisa hata kuguswa na mtu yoyote. Wana uwezo mkubwa sana kupita maelezo, ila Mabangi hakuhitaji hata sekunde 10 kuwatuliza. Sekunde 4 pekee zilitosha kuwalaza chini, wakao hawajitambui. Famasiala nini? Nyambafu. Mabangi kwanza alitoa kichupa fulani chenye kimiminika ndani yake. Alimwendea Laura na kisha kama amemnyosha kimiminika kilichopo ndani ya kichupa hicho nusu, na kimiminika nusu kilibaki kwenye chupa, ila hakumvua barakoa yote Laura. Alimfunua tu eneo la mdomo, hivyo sura ya Laura bado haikuonekana. Mabangi alimnyosha Yami kimiminika kilichobaki chote. Baada ya sekunde 45 mili ya Laura na Yami ilianza kutokwa na jasho jingi na mvuke kama vile moshi. Na dakika 3 tu Laura na Yami watakawa sawa kabisa. Inyoni IGP alizidi kushuhudia maajabu na uwezo wa mapigano mpaka tiba za Nasoli. Kisha Mabangi alienda kukaa kwenye kiti mbele ya mzee Inyoni na IGP. Kulikuwa na viti 4. Wakina Inyoni wao walikuwa ni wawili. Walikuwa wamekalia viti viwili. Mabangi alikuwa amekaa kwenye kiti, Yami na Laura walisimama nyuma yake. Je, kwa nini unashindwa kuwa na heshima kwa baba zako? Inyoni alikuwa amejikaza na kumuuliza Mabangi. Aliamini Mabangi waga ni mnyenyekevu sana kwake. Nyoa wazee, mbona mjisahau sana? Kama mngenipokea kama mtoto wenu, simgeziwa walinzi wenu wasitushambulie. Mmeona mambo magumu ndio mnaanza kuleta masuala ya utoto na baba wetu. Sijaja hapa kama jana nikaja kuongea na baba zake, no. Nimekuja kama Mabangi. Nimekuja kuzungumza na mkuu wa majeshi yote ndani ya nchi ya Moyonashi na mkuu wa jeshi la polisi la nchi ya Moyonashi. Nimekuja kuzungumza mazungumzo ya amani tu, ila nyinyi ndio mmenipokea vibaya. Alizungumza Mabangi huko akiwa anatazama kina Inyoni kwa zamu. Hapo kidogo IGP alikuwa ameweza kupata amani, maana hofu yake ilikuwa ni juu sana. Ila baada ya kusikia Mabangi anasema amekuja kuzungumza mazungumzo ya amani, na alipata amani. Wewe na huyo binti hapo nyuma ndo mlikuja kusaidia familia yangu siku ile inavamiwa? IGP alijikaza na kumuuliza Mabangi swali hilo. Hilo tutazungumza baadaye, ila kwa sasa hivi niende kwenye hoja iliyonileta hapa. Nimekuja hapa kuwapa onyo, sio kuatisha, ila kuwapa onyo. Sio IGP wala CDF. Sihitaji vijana wenu wakae mbele ya njia zangu kwa namna yoyote ile. Labda kama nikivunja sheria bila sababu za msingi, hapo nitakubali sheria ichukue mkondo wake pia. Ila hata kama nitamuua mtu hadharani, mtu ambaye yeye anaishi kwa kuvunja sheria kwa maisha yake yote, siwezi kabisa kukubali kwa mimi na hatia kumuua mtu aina hiyo, au kusema nimevunja sheria kwa mvunjaji wa sheria ambaye sheria nchi inamtizama tu na anaishi kama anavyotaka. Hapo mtu yote atakayejisogelea na yeye pia haki yake itakuwa ni kifo tu. Kwa nini umekuja kutupa onyo la aina hiyo? Na unafanya kazi za kupambana na wavunjaji wa sheria au? Ajipate muuliza Mabangi ukimtizama kwa makini, kwa macho udadisi na mashaka kidogo. Mimi na wadada hapa tunapambana kwa ajili ya baadhi ya wanyonge wa nchi.
hatuwezi kupambania wanyonge wote, ndio maana tunasema baadhi. Tukija kwenye sababu, juzi hapa nimepatwa na tukio, nadhani mnalijua hilo tukio. Kuna vijana fulani walikuwa wamevamia watu wangu na kunigonga na gari kwa nia ya kuniua. Kama haitoshi, waliondoka na mimi na watu wangu kwa mtindo wa kuruteka. Lengo lao ni kuwafanyia mambo mabaya watu wangu na kuniua mimi. Ila niliwaua wote kwa sababu ndo adhabu ile kuna wale washenzi. Juzi tena baba hao au vijana hao walimteka mwanamke wangu ili wanipate mimi. Walikuwa na nia ya kuniua ili kulipiza kisasi cha watoto wao na kumbaka mwanamke wangu, ila nao pia niliwaua wote. Kipindi nimeshamaliza ile kazi ya kuua, walikuja polisi. Wale polisi hawakuuliza chochote kile, wakaanza kunishambulia mimi na hao watu wangu. Kwa siku ile mimi sikuwaua, ila nilikuwa nimewapa adhabu ndogo tu na kuacha, japo wengine walikuwa wamevunjika viungo vyao, ila kwa mara nyingine nitawaua. Ndio maana nimekuja kuwapa onyo, sihitaji watu wenu kwenye njia zetu ama njia zangu. Mabanka alikuwa ametoa maelezo yaliyonyooka safi kabisa bila kona kona. Asi tuliona matukio yote moja kwa moja, kasoro ile tukio la kushambulia na askari ndo hatukuliona. Tuliona kwamba aliyekuwa anatega kamera aliunganisha matukio kwake na makao makuu ya kikosi cha Igo. Ina maana nyinyi ndio mlikuwa mnatazama matukio yale. Ndio, ila hatujui nani alikuwa ameunganisha matukio yale kwetu, kwa sababu alidhibiti astambulike. Mtaalamu wetu alijaribu sana ila hakufanikiwa. Na shanganye mliweza kutambua, ila wale polisi ni vijana ambao walikuwa chini ya RPC Jauja na wote walikutwa kama wamekufa askari wengine walipokuwa wamefika pale. Sawa kabisa. Hata sisi tuliona mifumo ilikuwa inaendesha kazi ya kamera ilikuwa imetambulika kwa jina la Jauja. Nikajua wazi kwamba ni RPC ambaye ni mjomba wangu. Kumwona kama ni RPC, sasa mbona umekuja kutupa sisi onyo? Kwa sababu nyinyi mnaweza kuchukua hatua kwa RPC, nyinyi ndio wenye mamlaka kuliko RPC. Nyinyi pia ni rahisi kuweza kumshirikisha rais na akatoa maamuzi kama kwa itakuwa ni ngumu. Mazungumzo ya IGP na Mabangi yalikuwa yanaenda safi kabisa, kwa kuwa majibu yalikuwa yanatoka ya kueleweka kwa kila upande. Kwa nini RPC anataka kukua wewe na wakati ni mjomba wake? Inyona alimuuliza Mabangi akiwa na shauku ya kujua tatizo la Mabangi na Jauja, na alizani huenda anaweza kujua hata chanzo cha ubaya wa Mabangi. Mwenyewe ndo malango ya kwanza namuona mjomba Jauja kwenye matukio ya kunihusu mimi, na nadhani mambo ya kifamilia zaidi sija kuyazungumzia kwa sasa. Mabangi alimjibu babake mzee Inyone bila kumhofia safari. Hofu ilikuwa kwa mzee Inyone kumhofia mwana, japo alijitahidi kujikaza. Twende kwenye swala mimi na huyo binti kuja kuisaidia familia yako. Laula, onyesha sura yako. Ajibu rafiki yake mwenzi wako one hapa. Mabangi alimwambia Laula naye kama amevua barakoa yake na sura yake ilionekana wazi wazi. Kwa Inyone sura hiyo ilikuwa ni ngeni, sura ya binti mzuri, ila sura ya binti huyo ile alikuwa ni kama anaifananisha na sura ya watu wawili kwenye familia ya IGP Inyone. Alikuwa anamfananisha binti huyo na dada yake IGP na mtoto wa pili wa IGP, binti yake Hairati. Walikuwa wanafanana sana na binti huyo. Ila kwa IGP mwenyewe alikuwa anajua kabisa ile hiyo ya mtoto binti wake mwenyewe alizana Yoranda, mtoto ambaye amemkataa yeye na mama yake. Mistake ni lemo binafsi ya kifamilia. Ila ili wewe na huyu binti muwe na kikao ama kisiwe kikao, ni kukubali au kukataa kwamba huyu ni binti yako ama sio binti yako. Hiyo sio lazima wala nini. Kama sio binti yako hakuna mjadala, tunafunga kikao na kuondoka zetu. Ajipeka tulia kwa dakika 2 nzima akimtazama Laula kwa macho alikuwa yamejaa huzuni. Macho ya IGP alikuwa ni mekundu. Ni wazi alikuwa anajitahidi sana kuzuia machozi yasimwage kutoka kwenye macho yake. Huyu ni Laula binti yangu mimi. Hata jina hilo la Laula niliwahi kulitoa mimi kipindi niko kwenye penzi la mama yake. Niliwahi kusema kama tutapata mtoto wa kike basi aitwe Laula. Wow, safi. Huyu binti ndiye aliyenifanya mimi siku ile nije kusaidia familia yako, ila sio kama nilikuja kusaidia familia yako kwa kufahamu wewe ni rafiki babangu. No. Huyo binti ambaye ulimkataa alikuwa amekosa raha kabisa akiwazia familia yako ambaye anahesabu kama familia yake pia. Baada ya kupata taarifa familia hiyo ipo kwenye hatari, alihitaji nguvu yangu ili kuweza kusaidia familia yake, na mimi nilifika nyumbani kwako kwa ajili ya huyu binti. Na ni kweli wale singewaweza, ila mimi nilikuwa nimetumia nguvu zangu kuilinda familia yako. Yote kwa ajili ya mtoto huyu ambaye wewe hukumthamini wala hata hukumjali. Binti ambaye hajui kitu chochote kutoka kwako kwenye maisha yake yote, licha ya babake kuwa ni mtu mkubwa kwenye nchi hapa, mtu mwenye wazifa na pesa za kutosha. Ajipeli jikuta akiwa anashindwa kuzuia machozi yasimtoke. Macho yake alikuwa ameanza kuachia machozi mengi sana ambayo yatilika kwa fujo kwenye mashavu yake. Kwa mara ya kwanza kabisa hatia ya kumkataa binti yake IGP ilikuwa inamtafuna kwa nguvu sana kiasi maumivu yake kwenye moyo yalikuwa ni kama kawekewa kijinga cha moto hivi. IGP aliona kuna haja ya kutumia hekima ya kujishusha kwa binti yake huyo na kumwomba msamaha. IGP alinyanyuka kwenye kiti, alienda mpaka alipokuwa amesimama Laula, kisha alipiga magoti mbele ya binti yake huyo.
IGP alijiona mwenye hatia kubwa sana na hakuwa na namna ya kubeba makosa yake, hata kupiga magoti ya kuona kama ni stahiki kwa binti huyo. Japo hakuna aliyetarajia kama IGP na hadhi yake angeweza kufanya hivyo kwa Laura. Laura alikuwa anamtazama babake huku naye sura yake ikiwa imelowana kwa machozi mengi sana. Alikuwa analia kwa uchungu mkubwa sana Laura. Kwenye maisha hakuna kitu kibaya kama kuishi bila familia, wakati familia unayo na inaishi kwa furaha tu. Mtu anaambiwa na familia mtu ni kwao. Na kwao ni kwenye familia yake. Familia ni faraja, familia ni furaha, familia ndo kila kitu. Naomba nisamehe sana mwanangu. Kiukweli sina maelezo mengi ya kujitetea zaidi ya kukiri kwako kwamba mimi ni mkosefu kwako binti yangu. Sidhani kama kuna maneno yanayoweza kupoza maumivu ambayo uliyabeba kwenye kipindi chote hiki. Maumivu yale yalisababisha na mimi kukukataa mbele za watu. Ni maumivu makali najua, ila naomba msamaha binti yangu, mimi ni mkosefu. IGP alizungumza huku akiwa anatokwa na machozi. Mtu mzima huyo alizungumza kwa sauti ya kilio. Ukiona mtu mzima analia ujue kabisa kuna jambo, msikilizaji. Laura alikuwa analia sana mpaka kwikwi ilimpata. Laura akamtazama Mabangi na Mabangi naye alimpa ishara kwamba afanye kile ambacho anaona kipo sawa kwa matakwa ya moyo wake mwenyewe. Laura akamnyanyua IGP na kumkumbatia. Nitazungumza na mke wangu safari, kama hakutaki itabidi achague mmoja tu, kukupokea kama mtoto wa familia yangu ama yachukue taraka yake na aende zake. IGP alimwambia binti yake baada ya kumaliza kukumbatiana na mwanae huyo ambaye alionekanika wazi kuwa amekunjua roho yake na kumsamehe babake huyo. Hapana bosi, fanya hivyo. Yule ni mke wako na wewe ulimkosea kwa kuchepuka mpaka nikapatikana mimi. Leo hii hauwezi kumwacha kutokana na mimi. Hiyo ni sana, umefanya kosa wewe na unatoa adhabu wewe. Laura akamwambia babake kwa hekima sana. Hali ilikuwa ni nzuri sana kwa upande wa IGP na Laura. IGP alimwahidi Laura kwamba atamuita nyumbani baada ya kuzungumza na familia nzima. Maongezi yao yalifungwa kwa makubaliano hayo. Inyoni alitamani azungumze na Manile mambo yakae sawa, ila nafasi ya kuipata Mabangi hakuwa na muda wa kuongea na babake kuhusu mambo ya kifamilia. Baada ya IGP na Laura kuelewana, wakina Mabangi walianza kuondoka, huku Mabangi akisisitiza hataki mtu akatize kwenye njia zake. Inyoni IGP alikuwa ameita gari la wagonjwa na walinzi wao walipelekwa hospitali, kisha wao wakawa wameenda kuliko pango kufanyika kikao kule kwenye makao makuu ya kikosi cha Eagle. Kama kawaida kikao kilikuwa kimehusisha Inyoni ya IGP, Mr. D, hali ya Inspector Eva Morgan na wenzake wote. Kikao kilianza mida ya saa 2 mpaka majira hayo saa 3 usiku bado kilikuwa kinaendelea. Sisi tumefurahi kuona kwamba nyie wote mko tayari kwa vita ya Sauram, ila kuna watu ambao mtasubiri ili mje kushirikiana nao na kazi ili iwe nyepesi. Mr. D aliwaambia kina Morgan, au tumshirikishe je kwenye kazi. IGP alikuwa ameuliza akimfanya Inyoni amtizame kwa macho makali. Hivyo mzee, huna kaba wewe au? Inyoni alimuuliza IGP kwa sauti ya kulaumu. Je, yupi unamzungumzia mzee Mumbi? Hali alikuwa amemuuliza IGP huko akiwa anamtizama usoni kwa udadisi. Yes, kama nilivyokuwa nimeshauri tokea awali. Morgan alikuwa ameongea kwa bashasha ya ushindi kabla hata ya kudhibitisha kama huyo Jedi Mabangi au la. Unajua, IGP alikuwa ameanza kujibu kwa kujingatangata, ila muda huo aliingia kijana mmoja wa kiume ambaye alikuwa anahusika kuongoza mifumo ya ulinzi ya kamera ya eneo hilo. Alikuwa na remote mkononi. Samahani, kuna tukio la kushangaza hapa na linahitaji mwafaka wa haraka. Kijana alikuwa ameongea akibonyeza remote kuelekezea kwenye TV ya ukutani. Hapo kila mtu ilibidi aelekeze macho yake kwenye TV hiyo. Kila mmoja alishuhudia tukio ambalo kwa hali wa kutarajia likionyeshwa kwenye TV. Inaonyesha ni video ambayo ilikuwa inatoka kwenye kamera za ulinzi moja kwa moja. Walimshuhudia mwanamke mmoja ambaye alikuwa kwenye mavazi ya hoodie ya pinki, sio hoodie jeusi la kuashiria mapambano, ila alichokuwa nakifanya ndio balaa. Alikuwa na mapanga mawili kwenye mikono yake na alikuwa anawachakaza vibaya sana walinzi zaidi ya 10 waliokuwa wamemzunguka anapambana naye. Sio mwanamke, alikuwa na mwanaume mwingine ambaye alikuwa kwenye mavazi yake ya Nasure, vazi ambalo kifuani lilikuwa limeandikwa neno Lux Souls. Ila huyu alikuwa hapambani sana, yeye alikuwa anadili na watu waliokuwa wanamkaribia, ila mpambanaji alikuwa ni huyo mwanamke. Shenzi kabisa, huyu Kelly kavuka mipaka sasa. Yaani leo amekuja hadi makao makuu, leo ndo atanitambua mimi nani. Morgan alikuwa ameongea kwa asili huko akitoka kwenye chumba hicho. Nyuma yake wenzake nao walikuwa wanamfuata wakina Haria. Bana, Raxos na Kelly wameamua kutimba. Walisema kwamba wanataka kuongea na mzee Nyoni, mkuu wa majeshi, ili awajibu maswali yao. Leo wametinga makao makuu. Mambo yatakuwaje? Bado tupo hapa msikilizaji katika sehemu ya 6. Endelea kubaki na mimi nizidi kujuza nini kinaendelea. Karibu, tunaendelea. Baki na mimi. Morgan alienda kwenye chumba cha silaha na kuchukua visu viwili vikali vya mapambano
visiwa vyenye urefu wa inchi 16 hivi. Kisha alikuwa ameanza kutembea na kutoka nje akiwa na jazba kali sana. Mo, hivi unajua utakiwa kufanya kitu ukiwa na hasira kwa sababu unapelekeshwa na mihemko na hisia za hasira utafeli. Hadi alikuwa ameongea kumwambia Morgan akiwa anaongeza mwendo kumwahi kipindi tayari alikuwa ameshafika nje na Kelly alikuwa yupo umbali wa mita 30 kutoka walipo akina Morgan. Morgan ni kama vile kumsikia Alia, yeye alishika visu vyake tu kwa nguvu na kutoka kwa kasi sana kimwendea Kelly ambaye naye pia ni kama alikuwa anamsubiria hivi akiwa na panga lake kwenye mkono yake. Unamweza huyo? Rihanna alikuwa amemuuliza Kelly. Hasumbui na hakuna wa kunisumbua hapa. Kelly alimaliza kuongea hivyo akiwa anamshuhudia Morgan yupo hewani na visu vyake. Kelly alijivuta kwa nyuma hapo alipishana na kisu, visu ambavyo vilikuwa vimemkosa shingo yake. Morgan alitua chini na kudunda tu kisha kama rudi hewani, mateke mawili alikuwa ameelekezwa kwenye kifua chake, kichwa cha Kelly. Na alipangua teke moja lisimpige kichwani ila moja likampata kwenye kifua na kumsukuma karudi nyuma huko anajisikia kukohoa. Kifua kilikuwa kina waka moto hivi kama maumivu makali sana. Kabla hajajipanga Morgan alikuwa tena kamfikia na mateke alikuwa anamjia Kelly. Amui Kelly limbidi ainame na mateke alimpita kwa juu na ile anainuka tu alikutana na ngumi nyingi sana za mfululizo. Mikono ya Morgan iliyokuwa inarusha ngumi ndio mikono yenye visu, kwa hiyo Kelly alikuwa na kazi ya kuweza kupangua ngumi na visu pia kukwepa ngumi na visu. Kelly alijitahidi sana kupishana na visu hivyo. Alipoona kisu kinamjia shingoni alijigeuza kwa ustadi na kukwepa kisu hicho, ila kisu kilipita na kofia ya hoodie na kuikamata. Kelly alikuwa ameanza kuona kama huu moto umehama kwenye kuwa moto wa kuni na sasa hivi umekuwa ni moto wa gesi. Ila kabla hajajiuliza sana, Morgan kwa mara nyingine tena alikuwa yuko hewani huku magoti yake akiwa amekayabana kwa pamoja na yalikuwa yanaenda kwenye usawa wa kichwa cha Kelly. Kelly alijivuta nyuma, goti likamkosa ila kisu kimoja kilikuwa kinamjia kifuani. Alivuta tena kwa nyuma na hapo kisu kilizama kwenye hoodie yake usawa wa kifua na kuichana kuanzia kifuani mpaka tumboni. Kwa bahati nzuri kwa ndani Kelly alikuwa amevaa crop top au kitopu kwa Kiswahili wanavyoita, kinachotokea kifuani mpaka chini kidogo hivi ya kifua. Jinapokuwa limeanzia tumbo, la sivyo watu wangeshuhudia nyonyo la Kelly wazi kabisa, aka lamba ya rehani. Morgan alikuwa na moto vibaya mno. Sio Morgan yule alikuwa anapambana naye Kelly kwa mara ya mwisho akiwa na watu wengi. Leo hii yuko peke yake ila alikuwa anampelekea Kelly pumzi ya moto haswa. Rihanna aliona mziki wa Morgan ni mzito kwa Kelly ila aliendelea kutazama tu. Kwa hiyo ulikuwa unajifua ili uweze kunimudu mimi au? Sio kumudu tu, hata kukua ikibidi. Nimefanya mazoezi kama chizi siku zote hizi ili nikuoneshe siku tukikutana alafu ndo umejileta mwenyewe. Morgan alimjibu Kelly akiwa na hasira kiasi alikuwa anauma meno. Dada, kwa nini nimekuchukulia bwana wako, au mbona kama vile una hasira na sana na mimi kisa nini labda? Hauna uwezo wa kumchukua bwanangu ila sijapenda dharau za kuja mpaka hapa. Ina maana kwamba unatona sisi ni dhaifu sana au? Morgan, sasa hivi naenda kulipia kitendo chako cha kuchana nguo nilionunuliwa na shemeji yako. Wewe unaichana pumbavu kabisa. Kelly alikuwa anaongea kama mzaha tu hivi. Morgan aliona Kelly analeta usanii kwenye jumba la sanaa. Alimwendea kwa mara nyingine tena kujirusha hewani, magoti yake akawa anamwendea Kelly kwenye usawa wa kichwa. Ila safari hii magoti yalipokelewa na ngumi mbili nzito mpaka Morgan alihisi magoti yake yamevunjika. Alitoa sauti ya kilio cha maumivu. Hata alipokuwa ametua chini alijikuta akiwa anapiga magoti, miguu ilikuwa na nguvu ya kusimama. Alisindikizwa na bapa la panga la usoni, kisha akashindwa teke zito la kifua, teke lilikuwa limemsomba na kumtupa mbali, salama yake ikiwa ni Harry na Love ambao walimdaka. Hata hivyo na wao pia walisukumwa nyuma na kwenda kugota kwenye ukuta. Morgan alikuwa anajikaza kujitoa kwa Harry na Love waliokuwa wamemshikilia, ila aligundua miguu yake ilikuwa ni kama inawaka moto kwa ndani. Hakujali sana, jitahidi kupiga hatua ili amfuate Kelly, ila alishia kukohoa damu. Wenzake walimwona kumshika na kumkalisha chini. Morgan alipigwa mapigo yanayoitwa mwana ukome. Tulia Morgan, wewe usijali, huyu atoke hapa. Harry alikuwa amwambia Morgan na kumtuliza, huku yeye na wenzake waliobaki wote wakijipanga kwenda kupambana na Kelly. Tulieni wote nyie kwa pamoja, hakuna anayeweza kupambana na huyo binti zaidi ya kupoteza tu nguvu zenu. Kuna watu wa kupambana naye wapo hapa. Nyie tulieni tu. Mr. Dile sikika sauti yake huku yeye akiwa ndani. Alikuwa akasimama kwenye dirisha la kioo cha tinted nje, alikuwa anaona kila kitu ila wa nje alikuwa hamuoni yeye. Wakinali walikuwa wamemsikiliza Mr. D na hawakuwa na ubisho wote ule. Muda ikasikika sauti ya ndege kipanga au falcon kutokea juu ya paa la jengo hilo. Kila mmoja aliyekuwa yuko hapo nje alitazama juu ya paa na hapo alionekanika falcon na jeti
wakiwa juu ya paa la jengo hilo. Kama kawaida yao walikuwa hapo kwenye mavazi yao na silaha zao. Muda huo pia Inyon na IGP walitoka nje huku wakiwa na tabasamu. Wao walikuwa wanajua wanashuhudia pambano timu la kukata na shoka, hakukuwa na wasiwasi wote ule. Na walijua wazi kabisa kwamba hata Kerry na Raksi hawakuja hapo kuua mtu, kwa sababu hata walinzi wote waliopambana nao hawakuwa wameua wala nini, japo akina Arya waliona kama vile Kerry na Raksi wameua walinzi waliopambana nao. Ila haikuwa hivyo, ni mapigo tu makali yenye mahesabu walikuwa wamewazimisha wote. Watu wao wa pande mbili wasiofahamiana walikuwa wanapimana ubavu leo hii. Ila wakina Arya walikuwa wanakumbuka kwamba hao mabinti wawili ndio walikuwa wamekuja kutoa msaada siku ile kwenye uvamizi wa makao makuu. Ila walikuwa wanashangaa uhusika watu wao hapo, na walionekanika kujuana na viongozi wao. Unajua, mnajiuliza hao ni wakina nani? Jibu, hao ni watu wetu wa kazi wa siri ambao tumeandaa kwa muda mrefu sana. Nyoni aliwaambia wakina Arya. Kerry aliwatazama watu walikuwa hawafahamu, na ndo mara ya kwanza anawaona hapo. Jet na Falcon wakawa wameluka na kutua chini kama vile paka bila kishindo cha aina yoyote. Walitua hatua 20 kutoka aliposimama Kerry, ila ni hatua 30 kutoka alipokuwa amesimama Raksi nyuma ya Kerry. Kwa hiyo ndo unayesumbua watu wetu? Ndio Kerry wewe? Falcon alimuuliza Kerry kwa dhihaka. Yes, ndio mimi. Kwani vipi? Mbona hata kwenye kiganja hujai? Ndio, ila kwenye kiuno cha babako najaa. Lafa wewe, babangu atoki na malaya aina yako. Ndio maana kazaa mtoto takataka kama wewe, kwa sababu hawezi kuzaa na mwanamke levo yangu. Vita maneno ya dhihaka kati ya Kerry na Falcon ilikuwa inapamba moto. Wewe unambutua unachambana naye au mimi nikambutue? Jet alimuuliza Falcon baada ya kuona maneno yanazidi kuwa mengi. Uniachie mimi nimalizane naye, maana kaniletea dharau hapa. Falcon alikuwa ameshika visu vyake viwili na kuviweka kwa mtindo wa X au mtindo wa alama ya kuzidisha ama 10 ya Kirumi. Hapo alikuwa anaachia pigo zito sana, akiviachia visu vinaweza kupasua chochote kile kinachokuwa kipo kwenye usawa wa visu hivyo vinapoelekea. Kerry na Raksi wote walikuwa wanalijua pigo hilo. Kerry alinama kwa nyuma, visu vikapita juu yake, huku Raksi akawa anajirusha juu kwa sarakasi na visu vikapita chini yake na kwenda kupasua ukuta wa uzio uliokuwa umepasuka kama vile ni ukuta uliokuwa umejengwa kwa biskuti. Ile Kerry ananyanyuka, mateke alikuwa anamjia kifuani kutoka kwa Falcon, ila kama vile Kerry alikuwa anajua kama Falcon anamjia kwa mapigo hayo, maana aliyapangua kwa kasi ya ajabu, na ile Falcon anatulia tu. Alikuwa amepewa zawadi ya ngumi 2 za pamoja ambazo zilimpata kifuani na kumrudisha nyuma hatua zaidi ya 10 bila kupenda. Wow, it's perfect one, nimependa. Falcon alisifia pigo alikuwa amepigwa na Kerry na kumfanya Jet atikise kichwa kwa masikitiko, maana Falcon hakuwa serious kabisa. Falcon akamwendea Kerry na kumrushia ngumi 12 mfululizo zote. Kerry alikuwa ameziona kuzikwepa, huku zingine akizipangua kwa ustadi. Falcon alijizungusha chini na kupeleka mtama kwa Kerry, ambaye alijusha juu kwa sarakasi na kukwepa mtama huo mkali. Ila hapo Kerry ndo alikuwa amezama kwenye mtego wa Falcon, maana kwa kasi ajabu, kabla Kerry hajatua chini, alipokea mateke mazito 4 ambayo alimrusha. Salama yake ilikuwa ni kwa Raksi ambaye alimdaka na kumtuliza kwenye mikono yake. Ila Kerry alijikuta akiwa anakoa damu, ni kama alichomfanya Morgan naye pia kilimkuta, kuimba kupokezana. Hivi hao wanajua kama wanaumiza utamu wa mtu kweli hao? Raksi alimuuliza Kerry huko kwa kashikilia kitambaa anamfuta damu zilizokuwa mdomoni baada ya kuzikoa. Alafu amechana nguo wakati wewe umenunulia kwa pesa. Wanashindwa kuheshimu vitu vya shemeji yao eti. Raksi na Kerry akili zao zilikuwa zinafanana, maana wao pia hawako serious kama Falcon tu. Muda huo Raksi alikuwa amedaka kisu kilichorushwa na kulenga shingo ya Kerry. Raksi akitazama kisu hicho kwa macho ya hasira, kisha akamtazama mrushaji wa kisu hicho ambaye alikuwa ni Falcon. Asa amevuka mipaka. Mbona sisi hatujaua mtu, ila nyie mnania kumua mke wangu? Naona tangia huyo Morgan hata nyie mmekuja hapa mko serious sana kuua eti. Aliongea kwa hasira kidogo Raksi na kuwatazama Falcon na Jet. Hacha malalamiko kujitetea shoga yetu. Hebu na wewe njoo kama unataka kukandwa pia. Falcon alikuwa ameongea kwa dhihaka kama kawaida yake. Nyie mnikande mimi? Raksi kauliza kwa hasira. Wa mwenye alikuwa amechukia kweli kweli. Hata ukitaka tukushike tutakushika tu. Dharau zikavuka kiwango. Raksi alimweka Kerry nyuma, kisha akasimama hatua 10 kutoka alipokuwa amemwacha Kerry. Raksi alipiga ngumi nzito chini, kishindo kikatoka hapo, kilisababisha tetemeko dogo la ardhi. Falcon na Jet walitupwa, hali ya Morgan na wenzao wote walitupwa. IGP na Inyon nao pia wakatupwa vyovyo kwenye madirisha, vikavunjika. Salama ya Mr. D ni kuwahi kujibanza kwenye ukuta, la sivyo vioo vingemkata.
Magari yote yaliyokuwa yameegeshwa kwenye maeneo yalipasuka vioo vyao, huku mengine yakianza kupiga kelele za ving'ola. Kishindo hicho hakikumdhuru Kelly tu ambaye alikuwa nyuma Rax, maana kishindo kilikuwa kinaenda mbele na sio nyuma. Japo Kelly alikuwa ametingishika kidogo, ilikuwa ni hatari. Rax alikuwa na nguvu za ajabu mno. Watu wote waliingiwa na hofu. Rax hakuwa kiumbe wa kuchezea hata robo. Ila cha ajabu, hali haikuwa hivyo kwa Falcon na Jet. Wao waliona kama Rax hizo ni mbwembwe tu, ila walihisi wanammudu. Hawakusubiri hali ipoe, alinyanyuka kwa kasi na kuanza kumwendea Rax, ila Rax alishapata moto muda huo kwa kasi ambayo hata wao hawakumuona. Rax aliwafikia na kuwakwida wote. Alionyanyua juu kama vile madebe matupu yasiyokuwa na kitu ndani, kisha akawabamiza wao kwa wao. Aliendelea kufanya hivyo zaidi ya mara moja. Alikuwa anawapigiza mwili kwa mwili, akiwa kawashika vifuani kupitia nguo zao walizokuwa wamevaa, na uzuri nguo hizo zilikuwa ni ngumu sana. Jinsi alivyokuwa amenyanyua ni kama vile kanyanyua madumu ya maji yasiyokuwa ya matupu. Wewe ananiambia acha utaoa dada zako wewe. Sauti hiyo ya Inyoni ilimfanya Rax aache kuwabamiza Falcon na Jet, huku akiwa na mshangao mkubwa mno, na taratibu alikuwa ameshusha Falcon na Jet na kuachia, japo alikuwa kwenye maumivu makali sana. Alichokuwa na shangaa Rax sio kuambiwa kwamba ataua ndugu zake, ila kusikia anaitwa jina lake halisi kabisa na mzee Inyoni ambaye ni baba yake. Hiyo ilikuwa inamaanisha kuwa Inyoni anamfuatilia, na ndio maana jina lake hili kwa mdomoni mwake. Ingelikuwa hamfuatilii, basi jina hilo asingelikumbuka kirahisi. Sio Rax tu, hata wakina Haria nao pia walibaki kushangaa. Kwa hali alikuwa hajaelewa Rax na hao mabinti inakuaje dada zake. Alikuwa na shauku ya kuelewa, ila alichagua kukaa kimya, kuendelea kufuatilia kiumbe hicho chenye nguvu za ajabu. Kimekuaje na undugu na hao mabinti? Dada zangu kivipi? Rax alimuuliza Inyoni kwa sauti iliyokuwa imepoa sana. Hebu uje ukae tuzungumze, najua kabisa mmekuja kuzungumza na sio kwa shari. Ila hiyo ni kawaida kwa wapiganaji kupokeana kwa mapigano. Inyoni alimwambia Rax ambaye naye pia hakuwa na yana. Waliingia ndani na kukaa kwenye chumba kimoja kwa ajili ya mazungumzo. Kwenye hicho chumba hakikuwa cha siri, watu wote walikuwa wako ndani ya chumba hicho wakifuatia mazungumzo ya Inyoni na Rax, ambao wao walikuwa wamekaa kando na wengine, ila walikuwa wanasikia vyema tu. Rax na Inyoni vitu vyao vilikuwa vimetenganishwa na meza ambayo ilikuwa iko kati. Wao walikuwa wanatazama mazungumzo kama yameanza. Kipindi hicho Rehani alikuwa ameshavua barakoa yake na sura yake ilikuwa inaonekanika. Kila mmoja alikuwa anazidi kushangaa. Sura ya Rehani haikuendana kabisa na matendo yake. Sura ilikuwa ni nzuri kama vile mdada. Hapo kwenyewe alikuwa amewazidi wadada wengine tu uzuri, kasoro tu Haria, Morgan na Kerry. Sura haikuwa kama matendo ya Rehani hata kidogo. Wewe Rehani mwanangu kabisa, na najua kila swali ambalo unataka kuniuliza, ila acha nikupe nafasi ya kuuliza mwenyewe. Usije ukaona kama vile nimekunyima uhuru hapa. Inyoni alimwambia Rehani na kumruhusu amuulize. Haria alikuwa anatamani aropoke kuuliza ni mwanae kivipi, ila alijizuia tu. Kwa nia ya kufanya jitihada zote hata za kupima mifupa kwenye ile ajali ya moto, ili kujua kama watu wote walikufa ama vipi. Na ikiwa wewe kipindi chote hicho ulikuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya usalama wa taifa la MISS, nilikamuuliza Inyoni kwa sauti yenye uchungu ndani yake. Inyoni alimtazama mwanae huyo kwa dakika moja nzima, kisha kaanza kuzungumza. Mazungumzo yao yalikuwa yamefuatiwa kwa makini na kila mmoja. Inyoni alifanya hivyo kwa makusudi kabisa, kwa anahitaji kila mmoja hapo ajue kwamba Rax ni mtu wao na wanayepaswa kushirikiana naye. Nisikilize kwa makini sana, tuliza akili zako na usiwe na mihemko. Inyoni alimwambia Rehani huko akiwa anamtazama usoni, na Rehani naye alitikisa kichwa kumaanisha kwamba wako pamoja. Mimi niliwawekea ulinzi wa karibu sana wewe, mdogo wako na mama yenu Rose. Na siku ile tulikuwa tumeweza kufanikiwa kufahamu mpango wa maadui, na tulikuwa tumepanga wewe na mdogo wako tuwaokoe baada ya kuingia kwenye gari tu. Tuwaokoe kwa upande wa pili. Tulijua kabisa maadui angelikuja pale kwa upande wa kulia, ambao ndio ulikuwa upande wa dereva, na wewe na mdogo wako tulikuwa tumepanga tuwatoe kwa upande wa kushoto kwa siri. Kwa sababu wauaji lazima wangefocus na Rose ambaye yeye ni mtu mzima, na wanamuona akiwa amekaa kwenye siti ya dereva. Lenyewe tutamuonekaniki kwenye madirisha, kwa maana mkikaa kwenye siti mnakuwa mko chini. Kwa hiyo baada ya shambulizi wangeamini kwamba wameua watu wote kwenye gari, na kwa sababu shambulizi lao la mwisho lilikuwa ni kulipua gari. Na kweli ilikuwa hivyo, baada ya kumaliza kushambulia na kulipua aliondoka akiamini kwamba ameua watu wote kwenye gari. Wewe ulijiokoa mwenyewe kwa utundu wako, ama tuseme Mungu alikuokoa. Baada ya kutoka kwenye gari na kwenda kufuata mpira wako, na kwa bahati wale wauaji hawakuona ulivyokuwa umetoka kwenye gari, na walikuwa hawakujui wewe na mdogo wako, ila tu walikuwa wanajua kwamba ni watu wawili. Kwa hiyo ulipishana na adui na akakusukuma kabisa
ila hakukujua na ile ilikuwa ni pona yako. Aliyekuja kukubeba pale ulipokuwa umedondoka na kupoteza fahamu ni mtu wangu ambaye alikuwa kwenye mpango wa kukuokoa. Kimsingi bado tulifanikiwa kukuokoa. Mdogo wako naye tulifanikiwa kumtoa kwa upande mwingine wa gari. Kwa hiyo tulifanikiwa kuokoa. Kuna sababu za kumwacha mama yenu afe pale. Kwanza kabisa walikuwa wanamtafuta ni watu wa babake mzazi ambao ni Death Riders. Hao hawakutaka kabisa mtoto wa mkuu wabaki kwenye mikono yangu tena, mtu ambaye nilishiriki kwa 100% kuangamiza kwa kipindi kile. Kwa hiyo wangetumia kila namna kumuua kwa sababu hakukuwa na njia nyingine ya kubaki naye. Yeye hakuwa na roho kama zao, roho ya ubaya. Ile sababu ya pili kwa pale ilikuwa ni lazima yeye atoke kama sadaka ili nyie wanaye muendelee kuishi. Kama tungemsaidia ile siku, basi maadui wangejua kama wewe na mdogo wako ni wazima, wangeendelea kuwawinda na msingepata nafasi ya kuwa kama hivi mlivyokuwa. Ila kufa kwa maana kuliwaaminisha maadui kwamba wameua familia yote ya Rose, yani yeye na wanawe. Nadhani umeelewa kijana wangu. Yenyoni alinionyesha maelezo marefu kwa mwanae Rehani, ila ni kama vile alikuwa amevurugwa na story ya mamake kuachwa afwe kama sadaka na kushindwa kuzingatia alivyokuwa ameambiwa atulize akili na asije kubebwa na hisia za miemko. Sadaka? Yani mlimtoa mamangu sadaka? Asa unawezaje kuniita mimi mwanao wakati ulimwacha mamangu afe kama sadaka? Rehani alikuwa ameongea kwa jazba na sauti ilikuwa imetoka kwa ukali kwa Rose. Wewe matako nini? Mzee Nyoni naye hakutaka kupanda kichwa na mtoto wake mwenyewe ambaye haona alipomkosea. Neno la Mzee Nyoni lilikuwa limemshtua na kumshangaza kila mmoja humo ndani. Ni ngumu kuwaza kwa mkuu wa majeshi, tena mzee mwenye busara zake, kutoa tamko kama hilo. Wengine walikuwa wamebanwa na vicheko, ila walijitahidi sana kujizuia. Keria alikuwa ameshindwa kujizuia, alitoa kicheko kidogo cha kuguna. Aliamini hahitaji DNA kudhibitisha kwamba Rehani na Nyoni ni mtu na baba yake. Rehani alishawahi kumjibu yeye jibu kama hilo, na leo hii naye kajibiwa na babake. Maji hufuata mkondo. Nimekuambia tuliza kidogo kunisikiliza. Hivi unadhani siku zile tungemwokoa na mama yako nyinyi mngelikuwa mko salama pale? Maadui angejua kwamba tumewasaidia, ingelikuwa ni vita mapigano. Vipi kama mngefia kwenye mapambano? Mdogo wako tulimuokoa kwa kuwa mdogo wako tulimtoa bila wale watu kumuona kwa siri. Je, yule mtu mzima tungemtoa vipi wasimuone? Mimi nimefanya kila ninaloweza kuhakikisha kwamba wanangu mko salama. Huko ulipojifunzia mapambano hadi hapa ulipofikia, kila unachokifanya nyuma yako nipo mimi. Ila wewe ndio ulikuwa ujui. Walimu wako wote ni watu wangu mimi wa karibu sana, na huo ulikuwa ni mpango wetu utengenezwe kuja kuwa kama ulivyo, utumie uwezo wako vizuri. Nimefanya kila kitu kwako na kwa mdogo wako pia. Sasa uliza maswali ya msingi, mpumbavu wewe. Rehani alitabasamu kujicheka, alijiona kweli hajatumia akili. Alimtazama Kera, alikuwa amehisi lazima Kera anamcheka, na kweli alikuta Kera kwa tabasamu. Sasa basi kutumia akili nilikuwa nimeongoza na miamko. Kwa hiyo mdogo wangu yuko wapi? Yenyoni hakujibu kitu, alinyosha mkono wake akamuita Falcone, ambaye naye alifika walipokuwa wamekaa Yenyoni na Rehani. Falcone alivua barakoa yake. Baada ya kufika hapo, Rehani alitoa simu yake na kutafuta picha ya mama yake Rose. Akawa anafananisha sura hiyo. Kwa hakika Falcone alikuwa anafanana sana na mama Rose. Picha zilithibitisha kabisa hilo. Falcone alikuwa ni binti wa miaka 20, ila sura yake ilionekana kama binti wa miaka 15 hivi. Alikuwa ni mzuri sana. Japo alifanana na mamake, ila bado kwenye sura yake kulikuwa kuna vitu vimefanana sana na Halia, kama masikio, pua na kope. Ila pia Halia alikuwa na mwanya na Falcone alikuwa na mwanya pia. Raina. Rehani alimuita mdogo wake kwa jina halisi, Abe kaka. Raina alitikia huku kwa sauti yenye kilio na machozi alikuwa anamtoka. Rehani alimkumbatia mdogo wake kwa nguvu sana, huko anatoka na machozi. Nilizana umekufa mdogo wangu. Nilikuwa na hasira na baba, nilijua kabisa kufanya lote ile kutuokoa, kumbe siku zote tunaishi tena kwa uangalizi wake. Naishi kaka, nilikomisi mno. Mimi baba alinihadithia kila kitu, ila hakuniambia kama kaka yangu mwenyewe ndo Raxi. Rehani na Raina walichota hisia za wengi sana kwa huzuni na furaha kwa wakati mmoja. Raina alikuwa mpole, anaongea kwa ustaarabu tazani, si yule Falcone mwenye maneno ya shombo. Hata Rehani naye alionekana ni mstaarabu mno. Walizungumza mambo machache ya kindogo Rehani na Raina. Mtazungumza zaidi baadaye. Huyo mdada mwingine ni dada yako. Ni mwanangu wa mwisho kwenye uzao wa watoto niliowalea nyumbani, watoto niliozaa na Mrs. Nyoni. Ila ni wa pili kutoka mwisho kabla ya Raina. Tumekuwa na ujumuisho wa watoto wote. Huyo hapa anaitwa Jairat. Maneno ya Nyoni yalikuwa yamefuatiwa na kitendo cha Jeti ambaye ni Jairat kuvua na yeye barakoa. Hali alibaki kapigwa na butwa, hakutegemea kama mdogo wake Jairat naye ni Nasule, tena ni mtu wa kazi wa asili
kwenye mipango ya babake mzee Nyoni. Rehani alikuwa na upendo na ndugu zake na alikuwa anatamani awajue na awe na ukaribu nao kwa muda mrefu sana. Hivyo alimfuata Janet na kumkumbatia pia kwa furaha sana, huku akisalimiana na kwa bashia kidogo. Janet naye hakuwa na yana, alimfurahia sana kaka yake huyo ambaye ni mpya kwake. Kuna mdada pale na anaitwa Haria. Dadako pia ni mwanangu wa pili kwenu, na huko kwenye uzao wao yeye ni dada mkubwa tu. Nyoni alimtambulisha Rehani kwa Haria. Mara hii Haria yeye hakusubiri kufuatwa na Rehani, alimfuata mwenyewe na kumkumbatia kaka yake. Hali ya kutaka kwenye maisha yake itokee tena kuwa mbali na kaka yake yote ule kama ilivyokuwa kwa Jaileni, isipokuwa kwa Azidu ambaye alimwona ni dhalimu mkubwa sana. Rehani Janet na Haria walikumbatiana kwa pamoja, wana ndugu wao wakiwa na furaha kubwa sana. Haya, tuna mambo mengi. Hebu naomba kwa sasa hivi nizungumze na huyo binti hapo. Mzee Nyoni alimtaka Keri naye wazungumze, maana awali walishasema wanakuja hapo kuzungumza na Mzee Nyoni. Keri alikuwa amekaa kwenye kiti akimtazama Mzee Nyoni kwa uoga na aibu ya ukamwana kwa Mzee Nyoni. Nyoni alimtazama Keri kwa dakika kama 4 bila kusema chochote kile, kisha akatabasamu na kuingana alikuwa amemshangaza na kumshtua Keri. Hata Rehani pia. Umempenda ni mwanangu Rehani? Swali hilo licha ya kumshtua tu Keri, ila limfanya ainamie chini kwa aibu. Wengine walikuwa wanajiuliza hivi kweli ndio Keri anayefanya mabalaa na kuua kama vile ananyonga kuku, maana alikuwa ni mpole aliyetawaliwa na aibu. Elaina, Haria na Jailati ambao alikuwa amekaa pamoja na Rehani walimtazama usoni kwa ishara ya kumuuliza ni kweli ana mahusiano na Keri au Liana. Katabasamu na wambea hao wakawa wameshaelewa lugha ya picha, kwamba kusoma wajui na picha washindwe kusoma. Swali gumu hilo. Basi niambie muda gani mpo kwenye mahusiano yenu? Ni wiki ya 3 tu. Kera alijibu kwa aibu. Sawa, sio muda wa kulizungumzia hilo. Kwenye mazungumzo yetu pia nakumbuka wewe ndiye siku ile ulinivamia njiani. Ndio nilikuwa na mimi. Sawa, uliza maswali yako au toa maelezo yako. Mimi nataka kujua kwa nini ulimpotezea babangu ambaye alikupa msaada mkubwa sana kwenye kumkomboa mtoto wa waziri ambaye ni rais kwa sasa. Babangu ndo alikuwa amekusababisha wewe hapo uwe na nafasi kubwa kwenye serikali na idara za usalama, ila yeye hukumpa nafasi yote na hukumzingatia mpaka anakufa, na hukufanya upelelezi wote juu ya kifo chake cha kulipuliwa na familia yake akiwa ndani ya nyumba yake. Ni kwa nini hukumjali babangu Dago? Ila samani baba, maana nimeuliza kama vile nina uhakika, ila naomba pia nieleweshe kama ninavyoelewa mimi sivyo. Kila nimuuliza Nyoni huko akiwa anaweka maswali yake sawa kwa kujisahihisha alipokuwa mnapana makosa. Safi kabisa, una akili kuliko yule bwana wako, yule akili zake sio nzuri kabisa. Anaoji maswali bila kujua mpangilio wala jinsi ya kuomba majibu. Asa binti yangu, naweza kusema kila unachokijua wewe sio sahihi. Babako yuko hai na ni moja kati ya viongozi wakubwa sana sasa hivi kwenye idara ya usalama wa taifa. Majibu ya Nyoni alimshtua sana Kelly, sio Kelly tu, na kila mtu aliyekuwa anasikiliza mazungumzo alishtuka sana. Muda huo alifika Mr. D ndani ya chumba hicho. Nyoni alimpisha Mr. D akae kwenye kiti, na Nyoni akaenda kukaa alipokuwa amekaa JP, na Mr. D alikaa kwenye kiti na kutazamana na Kelly ambaye alikuwa bado yupo njia panda. Alikuwa haelewi Nyoni anamaanisha nini na anaondoka bila kumfafanulia. Leana alikuwa anamjua Mr. D kama mwalimu wake ambaye alikuwa anakuja kuwafundisha mbinu za kijasusi kwenye kambi yao, ila Mr. D alikuwa ni mkuu wa idara ya usalama wa taifa MISS, alikuwa ni kiongozi wa Haria. Leani alisalimiana na mwalimu wake kwa heshima na utani kama walivyozoea wenyewe. Mr. Deka amevua barakoa yake na kutazamana na Kelly aliyekuwa mbele yake. Kelly alishtuka na kutoa macho ya mshangao. Sura hiyo alikuwa anaiona ni sura babake ambayo alikuwa amezoea kuiona kwenye picha. Japo kwenye picha alikuwa ni kijana na kwenye uhalisia huyu alikuwa ni mwanaume mtu mzima wa miaka 55 na zaidi hivi. Ila huyo ndiye yule Dago ambaye aliaminika amekufa akiwa ndani ya nyumba yake na familia yake. Baba. Kelly alijikuta akiwa anamuita baba yake na binti yangu. Dago alimwitikia mwanae huyo huko akitabasamu kipindi Kelly yeye machozi alikuwa yapo karibu kumtoka. Mbona ni mzima unaishi baba? Ilikuwaje mimi naamini umekufa siku zote kumbe unaishi? Na mbona uko huko nitafuta? Story ndefu mwanangu, ila itabidi nikuhadithia ili uelewe kila kitu. Kelly alikuwa amekaa kwa makini ili kusikiliza hiyo story. Sio yeye tu, kila mtu alitamani kujua story ya Mr. D na Mr. Dago. Nakumbuka mamako nilikutana naye kwenye mgawa mmoja hivi, mgawa wa vyakula vya Kijapani. Nilikuwa napenda sana kwenda kula milo ya Kijapani kwenye mgawa huo, na mamako pia alikuwa anapenda sana kufika hapo. Ndipo tulipojuana na kuanzisha mazoea yetu mpaka tukana mahusiano. Alikuwa mwanamke mzuri sana, chotara
kachanganya damu ya Myonashi na kizungu mzuri wa sura na umbo. Hata wewe mwenyewe umerithi kila kitu kutoka kwake, mpaka nywele zako ni kama zake. Ila yule mwanamke kumbe alikuwa amekuja kwenye maisha yangu kama spy tu. Sio kama mimi nilivyokuwa nadhani mapenzi majani yetu yameota kwenye ule mgahawa wa Kijapani, ila haikuwa hivyo. Alikuwa ni memba muhimu wa DR na alitumwa aje kunipeleleza na kuniua ikibidi. Samahani baba, kwa nini tumekuja kupeleleza? Maelezo hayo mapya ambayo Kelly alikuwa anapewa ni tofauti kabisa na alikuwa amepewa na Anita. Yalimshangaza mno Kelly, ila nimbidi aulize maswali muhimu ili asije kuachwa na jambo lolote lile. Mimi ni kwa jasusi mmoja hatari sana, na kipindi timu yetu ya MSIS tulikuwa tumeenda kufanya mission ya kuondoa kikundi cha kigaidi kilichokuwepo kwenye kisiwa fulani hivi. Kwenye timu nzima mimi pekee ndo nibaki hai. Magaidi wale walikuwa wanashambulia kama hawana akili nzuri. Ila mimi pekee nilikuwa nimeangamiza kikundi chote cha magaidi zaidi ya 80 na wote niliwaua. Kile kikundi kilikuwa kinaongozwa na DR, ndio maana baada ya tukio hilo wakaamua kumtuma spy ambaye ndio huyo mama wako mzazi. Mr. kaendelea kumjibu Kelly na kumpa maelezo ambayo yalikuwa yanamfungua ubongo na kujua yale ambayo alikuwa hayajui na au kutambua ukweli, badala ya ule uongo ambao alikuwa akijazwa na watu wa DR. Muda wote huo mimi sikujua kama yule mwanamke alikuwa ni spy kwangu, ila nilikuwa nimeanza kutambua hilo baada ya yeye kujifungua mtoto. Alikuwa anajua kama mimi na Suli, ila hakujua mila zetu sisi na Suli wa Kuduli. Sina Suli wa Kuduli tunazaliwa na alama fulani hivi kama kovu dogo sana nyuma ya sikio. Alafu mtoto akizaliwa lazima kuna kitambaa fulani hivi ambacho tumfunge kichwani kama ni mtoto wa Suli Kuduli. Lazima kile kitambaa king'ae sana kama taa hivi. Mimi nalo ile kovu nyuma ya sikio. Kuna siku rafiki yangu alikuwa ananisuka hivi, ndio alikuwa ameweza kuniuliza nimefanya nini, mbona nina kovu nyuma ya sikio. Nilizani labda niliwahi kupata jela utotoni. Basi wewe ndio original, ndio maana unalo ile kovu. Sasa baada ya kuona vile viashiria vyote havipo kwa mtoto yule, japo nilikuwa nimefanya majaribio hayo yote bila yeye kujua. Kuanzia hapo nilikuwa nimeanza kumpeleleza bila yeye kujua, kwa hiyo tukawa tunapelelezana. Ila mimi nilikuwa ni jasusi hodari, haikuwa kazi ngumu sana kuweza kupata taarifa zake na nyendo zake. Niliweza kufahamu kwamba yule mtoto aliyekuja naye nyumbani hakuwa mwanangu, yani haukuwa wewe. Wewe alikukabidhi kwa mdogo wake mmoja hivi anaitwa Anita. Kelly alitoa macho ya mshangao mkuu kabisa, hilo likawa limemshtua kwa kiasi chake. Leo alikuwa anajua mambo mazito, kumbe Anita ni mamake mdogo. Yule mamangu na Anita ni ndugu. Kelly akamuuliza kwa mshangao. Ndio, japo mimi sijui ni ndugu kivipi. Sawa, tuendelee. Basi ilibidi nifuatilie kwa sababu gani imemfanya yalete mtoto mwingine nyumbani. Niliweza kugundua kama mpango wake ni kuniua mimi na huyo mtoto, ili watu waamini familia nzima imekufa, naye akipanga kuigiza kifo. Hicho kipindi mtoto wake tayari kampeleka sehemu nyingine na hajawahi kabisa kumleta pale nyumbani. Asubiri baba, aliwezaje kunibadilisha mimi, na maana kwamba haukuwepo hospitali? Maana sheria za nchi yetu ya Myonashi, mtoto akizaliwa kama babake yupo anaanza kuonyesha baba kabla ya kumuonyesha mama. Siku unazaliwa ndo siku ambayo mimi nilikuwa nipo kwenye mission ya kumkomboa Dason Mnena. Sawa. Basi kwa kuwa nilikuwa nimegundua dhamira yake, na mimi ilibidi nifanye kitu ili kumpoteza maboya kama yeye anavyofanya. Kwa hiyo aliwinda na poindwa. Kuna mti mmoja unaitwa Bilimbo. Huo mti waga unahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Waga inakuwa ni miti 3 au 4 popote inapokuwa inahamia. Watu wameweka nadharia kwamba hiyo miti waga ni familia ya baba, mama na watoto. Sasa kwa utaalamu wa nguvu za giza za Nasuli, huo ni kama uchawi hivyo ambao unaweza kuita hivyo kwa lugha nyingine. Huo mti unachongwa kama sanamu la mtu, kisha kuna manuizo na nuiza hilo sanamu linaogeshwa damu ya sokwe. Pia linaachwa nafasi ya kuweka damu nyingine kwa ndani. Hiyo inakuwa ni damu ya ngamia. Kisha hilo sanamu linakuwa kama mtu kabisa, yani mtu ambaye umemnuia awe anaishi kama huyo mtu kwa kila kitu, na huwezi kabisa kujua kama sio mtu halisi. Kwa hiyo tulichonga sanamu langu na yule mtoto ambaye alikuwa yuko pale nyumbani bila mama yake kujua. Alianza kuishi na yule sanamu akiamini kwamba ni mimi na yule mtoto. Ni dhambi kubwa sana kwa Mungu, ila ilibidi tufanye hivyo ili kuokoa maisha ya yule mtoto, hasa na mama yake awe na imani kwamba kanimaliza mimi. Maana hiyo yote ilikuwa ni haimuhusu yule mtoto, ila ilikuwa inanihusu mimi. Na mimi nilikuwa naweza tu kumkwepa, ila tuliona kwamba ni bora aamini kwamba nimekufa ndani ya ule moto
ili asinifuatilie tena. Mamako alikuwa ametega mwenye bomu ndani. Bomu ambalo lilikuwa limesetiwa kulipuka ndani ya wiki 3, yani siku 21 baada ile siku ambayo bomu lilitegwa. Sisi tulikuwa tumejua yote bila yeye mwenyewe kujua, maana tulitega kamera nyingi sana za siri zilizokuwa zinachukua kila tukio kutokea ndani mle. Na bado tulikuwa tunamfuatilia mambo yake yote ya nje. Siku kulipuka bomu ilifika, yeye alitoka mle ndani ya nyumba na kuniacha mimi na yule mtoto. Na kule bomu likalipuka na kuteketeza nyumba nzima. Moto mkali ukaendelea kuwaka kwenye mabaki ya nyumba ile. Muda huo ndo mamako aliingiza mwili wa mwanamke ambaye tayari alishakufa, akitaka kuaminisha watu kwamba ndiye yeye, kwamba familia nzima imefia mle ndani. Ila hakujua kwamba waliokufa mle ni watu bandia kama yeye alivyokuwa ameingiza mtu ambaye sio yeye, ili kuaminisha vyombo vya usalama. Hakuna kama amepata shida kuchunguza, maana mpango ulikuwa umefanikiwa kwa upande wa watu. Hayo tulikuwa tumefanya kwa ushirikiano wa mimi, Inyoni ya IGP, waziri mkuu na mheshimiwa rais, ila Inyoni na mimi ndio tulikuwa tupo karibu zaidi na kila kinachoendelea. Cha kuongezea ambacho wewe ulitakiwa uelewe, Inyoni ndiye aliyetoa jina lako hilo la Karian, ambalo yeye ni jina la mke wake. Kila mtazama mzee Inyoni na kumshukuru sana mzee huyo ambaye mwanzo alikuwa anamhesabu kama adui yake nambari 1. Kwa mama wangu ni nani sasa? Kelly alimuuliza babake kwa shauku. Sijui, sina mambo ya ndani ya DR, ila kuna wanawake wawili ambao waga wanavaa maski nadhani. Ila hata ukiwatizama rangi zao za nywele utagundua kwamba ni machotara. Unafahamu hao? Hao ni Nikita na Nitita. Ni mapacha japo sijawahi kuona sura zao. Yes, basi hao kuna muda walikuwa mmoja akihitajika kwenye majukumu yao ya kikundi, mwingine alikuwa anakuja kuigiza kama mwanamke wangu. Ilikuwa ni ngumu sana kuwatofautisha, wamefanana kila kitu. Ila mimi mwanamke wangu alikuwa ni Nikita. Huyo ni Nitita alikuwa anakuja mara chache sana kuziba pengo la dada yake akitoka kwenda kwenye majukumu yake. Hayo yote niliyajua baadaye. Hajibu la swali lako mamako, wewe mzazi ni yule pale Nikita. Nikita? Kila alitamka jina hilo akiwa na mshangao mkubwa sana. Ndio Nikita ndo mamako mzazi. Ni mmoja kati ya viongozi wa juu kabisa wa kundi la DR. Nimeona mara nyingi sana akiwa kama kiongozi. Ana roho ngumu na mbaya sana, hajawahi kabisa kuonesha hata dalili ya mahaba ya mama kwa mtoto. Nikita nitamua kwa mkono wangu na Anita nitamua kwa mkono wangu pia. Asio vizuri kuweka nadharia ya kumuua mzazi wako, hasa sama. Hapana mtu ambaye alikuwa tayari kumuua mwanamke mwenzake mwingine ili mtoto wake abaki salama. Sio salama kwamba ile ishi naye kifamilia, ila abaki salama ili atengenezwe kuwa muuaji wa kutisha baadaye. Aje kuwa mtu wa kuwafanyia mabaya watu wengine. Yaani mtoto wake aliyemzaa anamtengeneza kuwa kiumbe cha ajabu na cha kutisha. Wote ndio waua bila hatia, Anita na Nikita, watalipia na adhabu yao sio nyingine ni kifo tu. Kelly alimkatisha babake na kutoa rai yake akimaanisha kwamba hayo aliyoyasema. Babake japo hakuishi na Kelly kwenye makuzi yake, ila alikuwa anaelewa kwamba Kelly huaga ni mtu wa misimamo. Hivyo hakutaka kumpinga. Huyo mtoto ambaye mlimuokoa kwenye sakata la kifo, alichopanga ni kumtoa sadaka badala yangu, yuko hai kama yuko hai yuko wapi? Kila kama ulituna maswali ambalo alikuwa na shauku nalo mno kupata majibu yake na kumuona binti alikuwa ameishi kwa nafasi yake. Kiukweli kwa kipindi kile baada ya tukio Inyoni alihitaji tukutafute kwa hali na mali, ila nilimwambia kwamba wewe uko na mamako, hakuna haja ya kukutafuta kwa kiwango hicho kwa sababu mama hawezi kumuua mtoto. Hatukujua kama Nikita atakulea kwa mtindo huo. Ila pia niliamini kwamba ipo siku utawatafuta watu wa karibu na babako, na nilijua kabisa lazima ungemtafuta Inyoni kwa sababu ungejazwa sumu kwa Inyoni alimsaidia babako. Kwa hiyo kwa muda wote ambao wewe unaishi huko, mimi nilikuwa nimeishi na hiyo binti kama binti yangu wa kumzaa kabisa. Nashukuru Mungu ni binti ambaye ameishi na mimi kama babake mzazi, na ndiye baba na ndiye mama yake. Mara tuligundua babake na mamake wote waliuawa na Anita. Kisha Anita ndo ambaye alikuwa amemwandaa huyo mtoto aje kuishi kama wewe nyumbani ili wamlipwe baadaye. Huyo mtoto mwenyewe ni huyo Morgan. Huyo hapo ndiye binti aliyokuwa ametaka kutolewa sadaka na mama yako. Na ndio binti aliyoishi na mimi na kunifanya nijisikie ni baba kwenye dunia hii hapa kwa maisha yote ndio ishi bila wewe. Sio kama aliishi kwa nafasi yako, hapana, ila aliishi kwa nafasi yake kama binti yangu. Kwa hiyo kwa sasa nahesabu na mabinti wawili, yeye na wewe, Karian na Morgan. Kila kashangaa sana baada ya kugundua kwamba kumbe Morgan ni ndugu yake. Alimtazama Morgan ambaye alimuona anatembea kumfuata alipo Kelly, na alinyanyuka na kutanua mikono yake kwa ajili ya kumkumbatia Morgan. Walikumbatiana kwa hisia kali sana za undugu huku akitilishwa na machozi. Hivi ulikuwa unajua kama mimi ndugu yako?
Niliambiwa na ndugu anaitwa Karian. Sikujua kama kifupi chake ni Kerry. Kwa hiyo sikuwahi kuhisi kama ni wewe. Nakupenda dadangu. Kerry hakuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza na Morgan zaidi ya kumweleza alichokuwa anajihisi yeye kwenye moyo wake kwa muda huu. Ilifurahisha kuona leo familia za Mr. D na Mr. Inyoni zilikuwa zimeungana na kupatana zikijenga furaha kutoka kwenye huzuni. Baba, Mr. D amempata binti yake Kerry na Kerry amejuana na dada yake Morgan. Familia imekamilika na wana furaha kubwa sana. Mimi na Jared tumewajua ndugu zetu ambao Rehan na Raina. Wewe umefurahi pia kuwakutanisha watoto zako wote, tumefurahi. Ila furaha hii inakamilika vipi ikiwa Jared hatuko sawa naye, na nimekuja kugundua kwamba Jay hana hatia yote ile. Mambo yote yaliyotokea ni mipango ya mjomba Jauja na Azidu. Haria alimwambia babake Mzee Inyoni. Kivipi Haria? Mzee Inyoni alimuuliza Haria kwa mshangao na shauku. Lavuka ile video ya Jauja na Azidu, kila mmoja atizame kwenye TV kubwa. Lavu alifanya kama ilivyokuwa ameambiwa na Haria. Inyoni ya JP na Mr. D walibaki midomo wazi au kuamini kusikia Azidu na RPC Jauja ndio alifanya mipango ya kumtenganisha Jaile na familia yake. Tena Azidu alikuwa anasema bila uoga hapendi kabisa kumwona mdogo wake huyo akiwa hai. Mwisho kabisa alikuwa amepigwa na butwa nzito baada ya kuona uchafu uliokuwa unaufanya Azidu na mjomba wake Jauja. Hakika aibu waliona wao na hawakuweza kabisa kumalizia video hiyo, aliomba itolewe. Pumbavu ya Jauja. Sasa inatakiwa leo hii akamatwe tena ni mara moja. IGP alikuwa ameongea kwa hasira. Huyu mzee kama mkimkamata kivyote vile atachomoka tu, kwa sababu huyo ni mmoja kati ya viongozi wa juu wa Kunda DR. Na mnawajua DR wakitaka lao wana force, sio mchezo. Huyo hukumu yake inamfanya kifo. Kila katoa maelezo hayo. Umesema Jauja ni mmoja kati ya viongozi wa DR? Inyoni alimuuliza Kerry kwa mshangao. Ndio, viongozi wa DR kuna Anita, Nikita, Nitita, Jauja na Kaira. Kerry alimjibu Inyoni. Kwa nini mnashauri vipi? Ujaja atumia ujumbe kwamba watu walishatambua kila ujinga anaofanya, anatakiwa ajisalimishe. Yeye lazima atachukua hatua ya kukimbia kwenda kwenye maficho yake kipindi hicho. Sisi kazi yetu ni kumfuatilia tu. Tukishajua maficho yake tutaenda huko na kivyote vile hatokubali kukamatwa, atapambana. Hapo ndo tutakamalizana naye. Kaletoa ushauri ni mpango wake huu. Vipi kama hatafanya hivyo? Hali alimuuliza Kerry. Unadhani asipofanya hivyo anaweza kutumia njia gani tofauti? Kerry alirudisha swali kwa Haria. Labda akubali kujisalimisha ili kesa shinde kisheria, ama asikimbia pambane kipindi askari wako ameenda kumkamata. Kwa haraka ukituliza akili, unadhani ni njia gani hapo ambayo anaweza kuitumia kupambana na askari au kupambana na hii kesi kisheria? Kisheria ni ngumu, maana atahofia ushahidi unaweza ukawa wa kutosha, hasa akijua kabisa sisi tupo nyuma ya kesi. Maana anajua sisi watu wa kukurupuka. Safi, sasa hawezi pia kukubali kupambana akiwa yupo kwenye mazingira haya aliyozoelekana, kwa sababu atakuwa na nafasi kubwa ya kupoteza. Lazima arudi kwenye utawala wake ili apambane akiwa kama memba wa DR. Vichokosa vilikuwa vimekutana kwenye umoja wa kulinda nchi. Hoja zilikuwa zinawekwa mezani na kudadavuliwa kisawasawa. Kwa hiyo nadhani tuendelee na mapambano kuamalizana na hao watu wa Swaulam kipindi naendelea kutazama hatua za Jauja. Alisema Morgan kwamba mnataka kuwamaliza magaidi wa Swaulam. Leana kauliza. Ndio hata leo kukutana pili ndo kupanga huo mpango. Morgan alimjibu Rehani. Halisi kwa tupo kwenye mpango huo wa kuteketeza ushenzi wote wa Swaulam. Na kule tumewatuma marafiki zangu wameenda kupeleleza kila kinachoendelea kule. Kesho watarejea na majibu yote. Rafiki zako wale wakina Fiona? Morgan alimuuliza Kerry. Ndio, ni Fiona, Edita, Faina na Lea. Mashallah, kumbe umebadilika wote kwa pamoja? Ndio, sisi ni marafiki kama ndugu. Tumekuwa pamoja roho zetu wote. Tulikutana sio roho ya ubaya, ila ni basi tu. Walikubaliana kwamba watasubiri majibu ya upelelezi wa kina Fiona kisha watajua wanaanzia wapi. Sasa itakuwaje kuhusu Jaileni? Yona kaona bora wajadili kwa pamoja kuhusu mabangi, maana pia walikuwa wanahitaji uwezo wake kwenye kazi zao. Nadhani itabidi akaletwe hapa hata kwa nguvu, kisha tuzungumze naye kwa busara, hata msamaha ombo. Mr. Dile kwa ametoa ushauri huo na kufanya Inyoni na IGP wamtizame kwa macho ya mshangao kana kwamba hajui anaongea nini na anamwongelea nani. Ni sawa, tunaweza kwenda kumleta hata kwa kutumia nguvu, kisha busara zitatumika akifika hapa. Leana alichangia hoja hiyo kwa kuunga mkono. Wakina Morgan waliona wazi kabisa kwamba Rehani kwenye harakati zake zote hajawahi kuonana na mabangi wala kusikia habari zake. Alafu aliunganisha video za tukio la mabangi kupambana na wale Skywalkers nyumbani kwa IGP. Hapo Rehani na Kelly ambao hawakuwahi kabisa kuona matokeo ya mabangi walibaki wametoa macho kwa mshangao. Hii ni filamu ya kutisha au? Leana alikuwa limtoka swali hilo bila hata kutarajia. Huyo mwanaume hapo ndio Jaileni mwenyewe ambaye ni kaka yako.
Inyoni alimjibu Rehani. Rehani aliishia kuguna. Lavu kutaka Rehani apoe akamwekea kubwa kuliko. Video iliyokuwa inaonyesha Mabangi akiua watu kikatili kumkomboa mpenzi wake. Rehani na Kelly milio ilisisimuka. Rehani alikuwa anaua kikatili ila sio kwa kiwango hicho cha Mabangi. Alikuwa anaua kama vile ndio alibuni ukatili. Huyu sio mtu wa kujaribu kupambana naye kwa kukurupuka huyo. Kabla ya kupambana naye lazima umfanyie mazoezi makali sana kwa sababu kwanza kasi yake ni ajabu. Mpaka kuona mapigo yake video inabidi ziwekwe slow motion ndio unaona mapigo yake. Ila cha pili, nguvu alizonazo ni kubwa sana kupita maelezo. Huyu ana uwezo wa kung'oa visiki vya mpingo hata 1000 ndani ya dakika 5 tu. Mikono yake na uwezo wa kupiga ngumi kwenye chuma na chuma ikavunjika. Ndio maana sio kazi kwa kukamata mwili wa mtu kisha kaupasua tu kama anapasua kuku aliyenyonyolewa. Miguu yake hiyo hapo ina uwezo wa kurusha teke likapisha nguvu kubwa ya chuma ama kukivunja kabisa. Ni kufanya kazi na kuacha kazi ili kupambana na hicho kiumbe. Na kupambana naye ni kubeti uhai, kifo au kilema. Maliza lile anafanya kila mmoja kuzidi kumwogopa Mabangi, maana Rehani kwa hapo ndo aliyekuwa na uwezo mkubwa kuliko wote. Ila kama yeye kamwofia Mabangi, kuna nani sasa kuweza kupambana naye? Nani mwingine? Bana, ndio tunaishia hapo msikilizaji katika sehemu ya 6. Usikose kuwa nami katika sehemu ya 7. Hakikisha umesubscribe YouTube channel ya Simulizi Mix, lakini pia unaweza kutupata vizuri kabisa kupitia WhatsApp nambari 0677 062 012 ambako unaweza kuipata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri, ambapo mwisho itakuwa ni sehemu ya 8. Tukutane katika sehemu ya 7. Bye bye.